Msikilizaji, tunazidi kusonga mbele. Comment nyingi sana sehemu iliyopita. Comment zimekuwa nyingi kutokana na kila mtu anabaki upande wake. Kuna baadhi ya wasikilizaji wapo upande wa Charles wakimuunga mkono Charles anayoyafanya. Kuna wengine wapo upande wa Mara wakimuunga mkono Mara anayoyafanya. Mfano, wengi wanaokuwa upande wa Charles wanamuunga mkono kwa sababu baada ya Mara kuikataa ile pete ni kama ilimfungulia dunia nyingine Charles. Aliona kwamba hapa hamna mwanamke, ndio maana ameanza matendo. So wengi ndio maana wanamuunga Charles kwa namna hiyo. Lakini wengine pia wanamuunga mkono Mara kwa yote ambayo anafanya. Kwa mfano, kwa baadhi tu ya comment chache ambazo nimeweza kuzipitia, nimeziona comment nyingi sana, nimeziona zote, lakini kwa chache ambazo ninahitaji kuzungumzia hapa. Kuna mtu anaitwa Jessica alisema kwamba siku Mara alipokataa pete ya Charles ndio siku upendo ulipoishia hapo hapo. Kwa sasa Charles ni pesa ndo anatafuta kwa Mara na sio mapenzi, ni bora aondoke tu maana alishaharibu kutokea mwanzo. Lakini Halima Kidato naye akaandika kwamba Mara ameniumiza sana kukataa pete ya kakangu Charles. Hata mimi simhurumii tena. Apigwe tu matukio ya kutosha hadi afariki. Mjinga sana yule demu. Hajui anachokitaka, mpumbavu kabisa. Wanaume mtumie hadi azeke. Sasa hii comment ya Halima Kidato, Fatuma Jumana akaja kumjibu Halima ya kwamba hajui anachokitaka kivipi wakati anamtaka Kian. Amina akasema kwamba wengi tunaolewa na wanaume tusio na hisia nao, tunaishi nao na kikundi cha watoto tunawazalia. Huyu ni fungu la kukosa. So tunasonga mbele msikilizaji. Mimi sikufungii ukae kwa nani. Wewe yeyote utakayemuona anakufaa, tembea naye. Ukiona Charles anakufaa sawa, ukiona Mara sawa. Lakini kikubwa tunataka kujua kwamba Mara atachukua maamuzi gani mara baada ya Charles kuonekana kuwa na sheria nyingi, lakini Charles amepewa taarifa kwamba mama yake Mara anaumwa. Charles akamwambia kwamba wewe huruhusiwi kuondoka kwa sababu keshokutwa una show. Huwezi kwenda kwa hiyo mama ambaye alikuwa anakutesa sana. Nani kakwambia unaruhusiwa kuondoka Mara? Mimi nikiwa kama meneja wako siwezi kukuruhusu ufanye huo ujinga. Na ukitoka kwenye huo mlango hapo utakuwa umejiondoa kwenye maisha yangu. Hiyo ni kauli ambayo Charles alizungumza msikilizaji. Sasa Mara atachukua maamuzi gani? Tunasonga mbele. Langu jina ni Lucas Numbas. Nikuombe sana subscribe channel hii, bonyeza alama ya kengele ili story inapokuwa inatoka mpya ama muendelezo tuweze kuwa pamoja na kwa wakati sahihi. Sawa? Asante sana kwa wewe ambaye tayari umesha subscribe. Sasa jibu la Mara ni lipi? Tusonge mbele msikilizaji. Charles, yani unaniacha kwamba nitakufa kwa kosa hewa? Hivi nadhani mimi najali huo mstari wako tena? Nitishie wakati mwingine wote Charles, lakini sio wakati familia yangu inapitia shida. Afra ananiambia kwamba eti nikitoka hivyo ni nguruwe nini? Wakati nikipitia shida havikuhusu wala havina umuhimu, lakini wewe mama yako akiumwa na mafua tu na nikusanye niende kumhudumia. Charles, hivyo na wazimu. Sasa naondoka na wala sitarudi kwenye maisha yako. Nimechoshwa na wewe. Nilikuwa nikifoka kama chizi. Charles alikuwa mdomo wazi, bila shaka hajawahi kutegemea kama ninaweza kufoka hivi. Akaniambia kwamba Mara, unajua ukiondoka hapa inamaanisha nini? Sita. Kabla hajamaliza maneno yake, nilichukua kikombe kilichokuwa pembeni yangu na kukipigiza ukutani. Nikasema Charles, niache. Nilikuwa nikipiga kelele kama chizi huku machozi yakinitoka. Nilikuwa nina hasira ambayo ni haielezeki. Basi nilifungua mlango na kutoka nje huku nikihakikisha kubamiza mlango wake. Nilisimama pale nje nikiema ili kutuliza hasira zangu. Nilishuka lifti na kwenda hadi kwenye gari, kisha ndo nikaelewa kuwa sina rafiki yoyote wa kumpigia simu. Nina miezi sijawasiliana na marafiki zangu. Niliachana nao kwa ugomvi huku nikiwa laumu kwa kutaka kunigombanisha na Charles. Nibaki nimekaa tu kwenye gari huku nikilia nikiwa sijui wa kumtafuta. Niliangalia simu yangu huku sasa nikipitia majina yote, lakini sikuona hata mtu mmoja wa kumpigia. Sina mtu yoyote ule. Nijikuta nikizima gari langu ambalo nimeshaliwasha na kuanza kulia kama mtoto. Baada ya kufikiria sana, niliamua kumpigia Cindy. Hata nifanyeje, ninahitaji mtu wa kunishika mkono, maana akili yangu inazunguka sana. Niliwatoa marafiki wote nilio wa block kisha nikampigia Cindy. Hakupokea. Hata hivyo, kwa nini apokee baada ya jinsi nilivyomtukana na kumuondoa kwenye maisha yangu bila kujali hisia zake? Kwa nini apokee simu yangu wakati sijawa rafiki mwema kwake? Nilinamisha kichwa changu kwenye uskani huku nikiwaza kumpigia kesi
japo najua sina ukaribu naye kama nilivyokuwa na Cindy. Simu yangu iliita na nilipoona ni Cindy nilipokea haraka sana. Sidhani kama nimeshawahi kufanya kitu chochote haraka hivi maishani. Cindy, naomba unisamehe. Najua nimekuwa rafiki mbaya kwako, lakini naomba unisamehe. Mara, hebu tulia kidogo. Kwani kuna shida gani? Nimeachana na Chazi. Naomba tuonane, naomba tuongee. Mamangu anaumwa na Chazi alikuwa hataki kuniruhusu niende kumuona. Nikamwambia naondoka. Akaanza kunitishia. Mara, hebu naomba tulie basi kidogo. Hivi kwanza uko wapi? Nipo nje kwenye gari langu. Sijaweza hata kuondoka hapa kwa Chazi. Sawa, unaweza kuendesha hadi kwangu au nije kukufuata? Naweza kuendesha, nakuja. Nilimwambia na kuwasha gari kwa furaha, huku nikiwa na matumaini makubwa ya kurudisha urafiki uliopotea kwa sababu zangu za kijinga. Nilipofika kwake, nilimkuta akinisubiri nje. Niliposhuka tu kwenye gari, alinifuata na kunikumbatia huku nikianza upya kulia. Mikono mingine ilikuja na kunikumbatia. Nilipoinua kichwa changu, nilimuona Devi. Nilianza kulia upya. Devi akasema, "Shh, Mara, inatosha. Angalau umeachana na ule mwanga. Hiki ni kitu cha kusherekea, sio kulia." Devi alisema huku akinisugua mgongo. Nikasema ya kwamba naomba mnisamehe sana. Nimekuwa rafiki mbaya sana. Nilisema huku sasa nikifuta machozi yangu, nikijitahidi kuacha kulia. Devi akasema ya kwamba yote yameshasaulika Mara. Wewe kuachana na Chazi inatosha kabisa kukupatia msamaha wangu. Devi alisema huku akinitazama kwa tabasamu. Cindy naye huku akinifuta machozi akasema ya kwamba na mimi pia Mara. Twende ndani mpenzi. Cindy alisema hivyo. Devi alinisaidia kubeba begi langu kisha tukaelekea ndani. Sasa mimi nilikaa kwenye kochi huku Cindy akinivuta na kunikumbatia. Devi alikuja na maji baridi akanipatia. Nilianywa haraka na kusikia angalau pua zangu zikifunguka, maana ilikuwa ni mwendo wa mafua tu. Nilitulia kidogo na kuanza kupata nafuu. Nilipata amani. Kuwa tu mbali na Chazi nimeshapata amani kidogo. Basi Cindy akauliza kwamba hebu tuambie, umesema mama anaumwa? Basi kwa utulivu niliwaeleza kila kitu kilichotokea leo, kuanzia nilipopokea simu ya Michael. Hata wao walinipongeza kwa kuisimamia familia yangu. Walinitia moyo, tukakata tiketi huku wakijitahidi kunichangamsha. Angalau akili yangu ilianza kuelewa. Nilimtazama vizuri Devi na kugundua kuwa alikuwa kifua wazi. Yaani alikuwa anazunguka kama vile hapa ni kwake vile. Niliamua sasa kuuliza kwamba nini kinaendelea baina yenu. Devi alifungua mdomo kuongea, lakini Cindy ndo aliwahi akasema kwamba shati lake lilimwagikiwa na juisi. Kwa hiyo tumelifua kuanzia mchana, nadhani litakuwa limekauka. Alisema sasa akimtazama Devi ambaye alikunja sura, lakini aliinuka na kuelekea chumbani. Bila shaka nikafikiria kwanza anaendaje chumbani. Nijikuta nikitabasamu tu. Devi alirudi akiwa amevaa t-shirt, lakini uso wake wote ulionyesha kuwa amekasirika. Devi akasema kwamba Mara, acha mimi niende nyumbani, kesho nitakuja kukupeleka airport ili nirudi na gari lako, au unataka mtu wa kwenda naye kwenu? Mimi niko free, naweza kuambatana na wewe. Devi aliniambia huku akinitazama kwa tabasamu. Basi nilimueleza kwamba hakuna shida Devi, nimeshawasumbua vya kutosha. Kule ni nyumbani, hakuna baya lolote au shida ninaweza kuipata. Mkinisaidia kutunza gari langu inatosha. Nitakaporudi ndipo nitashughulikia masuala ya Chazi. Nilimueleza hivyo. Sasa Devi aliitikia tu kwa kichwa na kuja kunikumbatia kisha akaondoka bila hata kumwaga Cindy. Sikuongea chochote, mimi nibaki kimya tu huku nikiangalia simu yangu na kushangaa kuwa Chazi hajanitafuta hata mara moja. Lakini sikutaka kuruhusu huzuni nitawale, badala yake nilimpigia Michael ambaye alionekana kufurahi kunisikia. Aliniambia kuhusu maendeleo yao baada ya mimi kujua wako vizuri na wamekula na mama amepata chakula kizuri. Niliwaaga usiku mwema huku nikiwaahidi ya kwamba siku ya kesho nitakuwa nao. Baada ya kupumzika kidogo, chakula kilikuwa tayari, hivyo tukala kisha tukaenda kulala. Hata hivyo Cindy hakuonesha kutamani kuongea zaidi. So kulipokucha mapema kabisa, Devi alikuja ili kunipeleka uwanja wa ndege, lakini hakuja mwenyewe, alikuja na rafiki yake. Alinieleza kuwa muda wa kurudi atakuwa mpweke, hivyo akaona itakuwa vizuri akija na mtu.
Nilimwitikia tu kwa sababu sikuwa na hata haja ya kuelezea sana. Kitu pekee nilichotaka ni yeye kunifikisha uwanja wa ndege niweze kuondoka. Tulipofika uwanja wa ndege nilishangaa Devi alipotoa mabegi mawili. Devi akasema kwamba unashangaa nini? Unadhani nitakuacha uende huko Tabora mwenyewe? Ukishakuwa msanii hauruhusi kutembea mwenyewe mara. Devi alisema huku akianza kutembea. Sikuwa na nguvu ya kumbishia hata. Nilikuwa nina hamu sana ya kuona ndugu zangu tena. Basi nilimwambia tu kwamba asante. Akanijibu usijali. Kulikuwa na ukimya kidogo, kila mtu akiwaza mambo yake. Nilijitahidi kuvaa nguo za kunifunika, kofia, miwani ya jua, raba, bukta na t-shirt, lakini ilichukua tu nusu saa kwa mtu wa kwanza kunijua. Alikuwa ni mwanamke wa rika langu, alikuja kukaa pembeni yangu. Akasema kwamba ninakufananisha na Golden au nimekosea? Yule dada alisema bila hata salamu. Nitabasamu tu na kubaki kimya, huku akilini nikishindwa kuelewa kama nijitambulishe au nifanyeje. Mara nyingi Chazi huwa anajua kitu cha kufanya kwenye mida kama hii. Basi nikasema kwamba ndio ni Golden, haujakosea. Nimwambia sasa nikishusha miwani yangu kidogo ili anione vizuri, kisha nikaivaa tena. Binti yake aliruka na kunikumbatia, akianza kuniambia namna gani anapenda kazi zangu. Akaniambia kwamba Mungu wangu, siamini leo nimepata nafasi ya kukuona. Naomba tupige basi picha utafadhali sana, sababu nikiwaambia marafiki zangu hawataamini. Aliniambia kwa furaha, huku sasa akitoa simu yake kwenye pochi. Nilitulia na kutabasamu huku yule mdada akipiga picha za kutosha. Akaniambia kwamba asante sana, wewe ni mstaarabu kuliko anavyosema. Aliniambia sasa akiangalia zile picha. Niliacha tabasamu tu na kubaki kimya. Devi akasema kwamba karibu sana, lakini tunaomba usimwambie mtu yeyote kama umemwona Golden. Akasema kwamba utadhani hata nitaenda popote. Mimi siondoki hapa, kwa hiyo mimi siwezi kumwambia mtu yeyote. Bila shaka sikukeri Ananiambia sasa akijitengeneza vizuri. Nikasema kwamba hakuna shida kabisa. Nimwambia kwa tabasamu. Nilidhani mambo yote yamepita, lakini wakati naingia kwenye ndege nilisahau kuvaa miwani na kofia baada ya kupita kwenye ukaguzi. Hivyo kila mtu aliyeniona alishtuka. Hadi nimefanikiwa kupata siti yangu na kukaa, ndipo nilishtuka kuwa sijajifunika. Ubaya kukata tiketi nyakati tofauti sio rahisi kupata siti za karibu, hivyo Devi alikaa nyuma kidogo, na tulipomuomba huyo kaka tubadilishane siti alikataa. Madai yake alitaka kukaa na mimi. Kila mtu kwenye ndege alitamani kuzungumza na mimi. Nilidhani kwenye yale masaa 3 kasoro ningepata nafasi ya kulala, lakini hakuna kitu kama hicho. Yaani nilianza kupokea simu moja moja kutoka kwa watu wakitaka ni rekodi video kwenye simu zao. Nadhani hiyo ndio kazi niliyoifanya safari nzima. Hata tulipoletewa vinywaji sikuwa na hamu ya kuvinywa tena. Kitu pekee nilichotaka ni kufika na kwenda. Tulipotua, mhudumu wa ndege aliniomba nishuke wa kwanza ili isije kuwa vurugu. Hivyo niliinuka huku nikitabasamu na kuwashukuru kwa upendo wao walionionyesha na kuwatakia siku njema, kisha nikashuka nikifuatana na Devi huku watu wakinipigia makofi. Devi huku akicheka alisema kwamba naona unafanya kazi popote unapoenda. Nikamjibu kwamba naona hakuna mapumziko kabisa. Asante kwa kuja na mimi. Hebu nipige picha basi ni posti, sababu nikisubiri hadi kufika hospitali umbea utakuwa umeshasamba, bora ni wawai. Nilimwambia Devi huku nikisimama na kupiga picha pale uwanjani. Baada ya picha kadhaa tulitoka na nilijikuta nikitabasamu nilipokuta gari linatusubiri. Devi akasema kwamba nilijua akili yako haiwazi chochote, hivyo inabidi nifanye mipango. Nikasema kwamba asante sana, unaugusa moyo wangu kwa namna ya ajabu sana. Nilisema sasa nikimkumbatia. Nilipomwachia tuliingia kwenye gari na safari ya kwenda hospitali ya wilaya ya Nzega ilianza. Devi akasema kwamba inabidi tupitie mahali tununue vitu kwa ajili ya kuwapatia wagonjwa. Unajua hauwezi kwenda hivi. Devi alisema hivyo. Nijikuta nikifurahia sana kuwa naye, sababu mimi akili yangu inawaza kitu kimoja tu. Kweli tulishuka mahali na kununua sabuni, sukari, maji na juisi. Tulinunua kwa ajili ya wagonjwa 50 tu. Lakini sikushuka, Devi alifanya kazi yote hiyo mwenyewe. Tulipokaribia kufika hospitali nilimpigia Mike ambaye alinitaarifu kuwa atanisubiri mahali ambapo magari yanaegeshwa. Gari lilipoingia hospitali sikuweza kusubiri, macho yangu yalikuwa ni yanazunguka tu yakimtafuta mdogo wangu. Gari liliposimama nilimwona amesimama karibu tu. Nilishuka haraka na kwenda kumkumbatia huku macho yangu yakijaa machozi. Mike amekuwa sana. Kwanza amepita, yani ni kama amenipita urefu hivi. Sio yule mtoto wa miaka 13 tena.
Ana miaka 19 kwa hivi sasa. Lakini hana afya nzuri. Michael ana mwili mzuri wa kunenepa, lakini Michael niliyemkumbatia wakati huu amekonda sana. Nijikuta nikijisikia vibaya sana na kujilaumu zaidi kwa kusubiri hadi wakati huu kufanya haya maamuzi ya kuja huko. Michael alinikumbatia kwa nguvu sana, akasema nimefurahi kukuona dada. Aliniambia lakini sikuweza kuongea chochote sababu nafsi yangu ilikuwa inajisikia vibaya sana. Mikono mingine ilikuja kunikumbatia. Nilimwachia Michael na kumgeukia Pendo ambaye naye afya yake haitofautiani kabisa na kaka yake. Nilimkumbatia kwa muda mrefu sana huku nikishindwa kuyazuia machozi yangu. Nilipofanikiwa kutulia, niliwaachia huku sasa nikiwatazama kwa tabasamu na mambo mengine tuliyaweka pembeni, na nilifurahia sana kuona wadogo zangu. Niliuliza kwamba nimefurahi kuona, mnaendeleaje? Pendo akasema kwamba dada, tunaendelea vizuri, tumefurahi sana kukupata sababu hatakuwa na mtu mwingine wa kumuelekea. Mashangazi wote yani hakuna hata anataka kutusaidia dada. Tangu baba afariki, maisha yalianza kwenda vibaya sana kwetu dada. Wale ndugu wote waliokuwa wanatupenda walituacha. Mali zote za baba wamechukua dada zake mama. Na sisi tupo tu kwenye nyumba ambayo haina hata umeme. Pendo alilalamika hivyo. Mimi sishangai malalamiko yake. Alikuwa anadeka sana kuanzia muda. Nadhani ni ile hali ya kuwa mtoto wa mwisho. Sasa Michael alikuwa kimya tu akinitazama kwa tabasamu. Alikuwa amenishika mkono na wala hataki kuniachia. Uso wake wote unaonesha kuwa ni kweli amefurahia kuniona. Hata nikiangalia nyuma, yeye ndio mtu pekee aliyenipenda kipindi kile na alinielewa. Alijitahidi kunisaidia kwa vyote alivyoweza. Mara nyingi alinipatia madaftari na kumwambia mama kwa daftari lake limepotea, sababu alijua anaweza kununuliwa jingine bila shida yote. Basi Michael aliniambia kwamba dada umependeza. Ananiambia Michael sasa akiendelea kutabasamu. Ni kama vile tuliacha kusikiliza malalamiko ya Pendo. Basi Pendo akasema kwamba kwa hiyo ndo hali yetu ya sasa dada, na mama ajitambue hadi sasa. Pendo alimalizia maneno yake hayo. Niko hapa kwa sababu ya mama, msikilizaji, na nimeshalisahau hilo. So nilimgeukia Devi ambaye alikuwa amegeukia gari huku akinitazama kwa tabasamu. Akaniuliza kwamba umemaliza tuanze zoezi? Nikasema kwamba ndio, nadhani niko tayari kumuona mama yangu sasa. Nilisema sasa nikichukua pochi yangu kwenye gari na kuitundika begani, huku sasa nikihakikisha sijasahau simu yangu ndani ya gari. Niliwauliza kwamba mmeshakula sababu nataka niwabebeshe mizigo. Michael aliacha tabasamu kubwa na kuja kutusaidia kubeba ile mifuko haraka, lakini Pendo alijivuta hadi nilipomkata jicho ndipo aliposogea na kusaidia kubeba mfuko mmoja. Waliniongoza hadi wodi ambayo mama amelazwa, na kweli nilimkuta hajitambui, lakini sikutaka kuliwaza hilo. Hivyo nikaanza kugawa vile vitu tulivyokuja navyo. Kila mgonjwa alipata kilo moja ya sukari, mche na sabuni, lita moja ya maji na lita moja ya juisi. Devi alikuwa kwenye zoezi la kupiga picha. Zitasaidia sana kuzima umbea mwingi, ukizingatia Christmas ni kesho kutwa tu. So nilipomaliza kugawa vile vitu ambavyo vilitoshea wodi mbili, nirudi kumtazama mama. Mpaka sasa nina jopo la watu wananifuata, manesi na madaktari. Nilipouliza daktari anayemtibu mama yangu, walinyoosha mkono madaktari wawili. Na hapo kuna manesi wawili ambao walikuwa wanafanya show nzuri tu ya kumfuta mama yangu uso wake ambao haukuwa ukihitaji hiyo huduma. Mama amekuwa hajitambui kwa siku kadhaa sasa, lakini hakuna chochote walichokifanya zaidi ya kumwekea mtungi wa kufanyaje wa kuweza kumsaidia kupumua. Niliamua kuacha kuwaza hilo sana na kumgeukia daktari ambaye ndo alijitambulisha daktari mkuu pale. Kisha nikamuomba kuzungumza naye. Tuelekea ofisini kwake. Huko sasa akikazana kunieleza kuhusu ukarabati waliofanya hivi karibuni kwenye wodi zao. Nijihisi kama waziri aliyeko kwenye wizara, sio ndugu anayeuguza. Mazungumzo yangu na yeye hayakuchukua muda mrefu hata kidogo. Nilimuomba nipatie kibali cha kumhamishia mama hospitali nyingine, kibali ambacho aliniambia atakifanyia kazi. Nilimtajia hospitali ninayotaka aende, kisha akaniambia ataandika huo uhamisho na kuwa mgonjwa ataweza kuondoka baada ya masaa mawili. Nilidhani ningepata hata nafasi ya kulala, lakini sidhani kama kuna kitu kama hicho. Itakuwa safari ndefu ya kutoka Nzega hadi Dar kwa ambulance, lakini ameniambia hospitali watakazozipitia hapo katikati itabidi apumzike kidogo, apate huduma kidogo, alafu safari inaendelea. Kwa hiyo angalau tunategemea mama atafika Dar kesho mchana au jioni.
na ameniahidi kuhakikisha kwenye hiyo ambulance kuna kila kitu na pia kuna daktari mmoja na manesi wawili. Nilipata amani kubwa na kuahidi kulipia vizuri hiyo huduma. Sasa baada ya manesi kuniahidi kumwangalia mama vizuri, niliochukua dogo zangu kwa ajili ya kwenda kupata chakula cha mchana sababu nilikuwa na njaa sana. Na pili kuzungumza nao angalau kidogo. Nielewe tunaanzia wapi sababu hata mimi binafsi sina mahali pa kuishi kwa sasa. Kwa hivyo tuna masaa mawili ya kuweza kuweka vizuri maisha yetu. Tulienda kwenye hoteli iliyokuwa nje kidogo ya mji, sio kwamba mji wenyewe ni mkubwa. Tuliingia na kukaa vizuri huku sasa tukisubiri mhudumu. Nilisema ya kwamba sijawatambulisha Huyu ni Devi, rafiki yangu. Kwa haya masaa machache mmeona jinsi gani ananiwezesha kukamilisha siku zangu bila majuto yote. Nilisema na kuwafanya wote wacheke. Nikasema ya kwamba Devi, serious sijui hii safari ingekuwaje bila wewe nakushukuru sana Devi. Devi akasema hakuna haja haya yote mara. Wewe rafiki yangu, umeshanishika mkono kwenye vingi. Devi alisema kwa tabasamu. Niliamua kuacha kuwaza hilo na kuwageukia wadogo zangu. Nikamwambia Devi ya kwamba huyu ni Michael pamoja na Pendo. Hao ni wadogo zangu ambao mmewasikia sana. Basi walipeana mikono huku kila mmoja akimwambia mwenzake anafurahi kumfahamu na mambo kama hayo. Nilimgeukia mtu pekee ambaye alikuwa kimya kuanzia mwanzo. Nikasema kwamba na huyu dereva wetu ambaye amekuwa mwema sana kutuchukua uwanja wa ndege, kutuendesha hadi huku na bado yupo na sisi. Nisamehe sikujua jina lako, ninauona mchango wako na nakushukuru sana. Nilimwambia huyo mkaka ambaye alikuwa dereva wetu. Aliacha tabasamu kubwa sana, akasema naitwa Gervas. Gervas. Sawa, nikirudi tena Nzega nitahakikisha kulikumbuka hilo jina. Wakati namalizia sentensi, hatimaye wahudumu walituona na kuja kutusikiliza. Kila mtu aliagiza chakula na kinywaji, kisha maongezi yakaendelea. Maongezi ya leo yalikuwa tofauti sababu ilikuwa ni mimi nikijibu maswali ya Gervas, Michael na Pendo kuhusu kazi yangu. Devi alikuwa akila na ukimya tu. Baada ya kula na kushiba, Devi na Gervas walitupisha, wao wakahamia meza nyingine. Niliwaeleza wadogo zangu kuhusu hali ya mama na kuwa baada ya lisaa moja tunatakiwa tuwe hospitali kuhakikisha kila kitu chake kipo sawa kwa safari yake kwanza. Niliwaambia kwamba nataka mniambie kuhusu nyinyi mnaendeleaje na mnipe matumizi ya pesa ya jana. Basi niliwaambia hivyo. Najua naweza kuwa na pesa lakini niliwatumia pesa nyingi ambayo najua haiwezi kuwa imeisha na sitaki kuanza kuharibu hivyo mapema. Michael alipapasa miguu yake na kunipatia kibunda cha 220,000. Akiniambia kuwa hiyo ndio pesa iliyobaki baada ya malipo hospitali na wao kula vizuri jana na leo na pia walinunua vitu kadhaa walivyohitaji. Basi nilisema kwamba vizuri, gawaneni hiyo nusu kwa nusu. Hiyo ni kwa ajili yenu na mahitaji yenu binafsi. Basi walishukuru sana, huku Pendo akichukua zile pesa na kuanza kuzigawanya bila hata kuvunga kidogo. Tulizungumza kidogo na nikaelewa kuwa kwanza Michael amemaliza kidato cha 6. Siwezi kushangaa hilo. Na Pendo amemaliza kidato cha 4. Kwa hiyo nadhani kila mmoja ana nafasi ya kuhama mkoa. Hivyo tulirudi hospitali na kuhakikisha kila kitu kipo vizuri kwa ajili ya mama kuondoka. Baada ya mama kuondoka, tulifunga safari na kurudi nyumbani. Ambapo kama mara ya mwisho nilivyokuwa hapa, majirani walitoka kutushangaa. Lakini leo haikuwa kuicheka aibu yangu. Leo ilikuwa ni kushangaa mafanikio yangu. Tuliingia ndani ambapo sikupoteza muda. Ilibidi niingie kwenye zoezi la usafi sababu nyumba ilikuwa chafu sana. Nilimwachia Devi zoezi la kukata tiketi 4 kwa ajili ya kuondoka kesho asubuhi na mapema. Hivyo kwa leo nitalala hapa nyumbani. Nilimwambia Devi anaweza kwenda kulala hotelini lakini alikataa na kusema kuwa anaweza kulala nyumbani kama mimi tu. Niliingiza begi langu na kuanza zoezi la usafi baada ya kujifunga kitenge. Nyumba yetu iko kama nyumba nyingine za kijijini, lakini sisi tunaweza kujivunia kuwa na uwezo kidogo sababu baba yangu mlezi alimiliki gari. Ilikuwa ni nimechoka sana lakini ilikuwa linaweza kututoa sehemu moja kwenda nyingine. Makochi yenyewe yalikuwa ni makusheni ambayo tumeafunika na mashuka tu kwa sababu yalichafuka. Nilipomaliza kuseti pale nilimwacha Pendo akipanga sebule kisha mimi nikaelekea vyumbani baada ya kudeki huko nilienda jikoni
Nikusanya vyombo vyote vichafu kwenye beseni, nikampa Michael avipeleke nje kwa ajili ya kuosha. Nilifuta meza pale jikoni na kufuta vumbi dirishani, kisha nikapa deki na kupaacha pasafi kabisa. Nilipotoka nje, Davy alikuwa anafagia na Gervas alikuwa akisaidiana na Michael kuosha vyombo. Nilibaki nikitabasamu tu. Na Gervas yeye tulimwambia kwamba anaweza kuondoka, lakini naona hana hata huo mpango kabisa. Nilipotoa vitu vilivyokuwepo pale jikoni, niliwaza nipike au tununue chakula. Lakini baada ya kukumbuka tunaondoka alfajiri kesho, na kama tukipika kutakuwa na kazi ya kuosha vyombo, sasa nilibadili mawazo na kuona swala la kununua chakula ni swala zuri zaidi. Masaa mawili baadaye tulikuwa tumejitandaza pale sebuleni tukila nyama choma ya mbuzi na ndizi za ukaanga. Davy alikuwa akila na ugali akishirikiana na wanaume wenzake, lakini mimi na Pendo tulifurahia ndizi. Alfajiri Gervas alikuwepo mlangoni kutuchukua kwa ajili ya kwenda uwanja wa ndege, ambapo ni umbali wa saa 1:30 hadi kufika kule. Hivyo tuliondoka mapema sana. Pendo na Michael walikuwa na shauku sana sababu hii ndio mara yao ya kwanza kupanda ndege. Na alinigeuza kuwa mpiga picha wake. Awamu hii nilikumbuka kujifunika vizuri nilipokuwa naingia kwenye ndege. Hivyo walionifahamu ni watu wachache tu, tena ni wafanyakazi wa pale uwanjani. Baada ya kukaa kwenye siti yangu nilitulia sasa nikishusha pumzi. Angalau leo niliweza kupata usingizi na kupumzika. Tulipotua da, Cindy alikuwa anatusubiri. Alijaribu kunipigia jana lakini hakunipata. Hivyo ilibidi aishie kuongea na Davy ambaye aliacha tabasamu kubwa alipompigia. Niliona hilo. Cindy alikuja na kunikumbatia kwa furaha. Akasema kwamba pole mpenzi, lakini umerudi mapema, unaweza kwenda kuimba kwenye ile sherehe ya familia kweli? Cindy aliniambia huku akinikumbatia. Nikasema naomba usinikumbushe habari za Chazi bwana. Nilimwambia hivyo kwa sababu ndio tukio ambalo nilitakiwa kwenda kabla ya kwenda kwa mama. Cindy akasema nafurahi kujua kuwa hautaki kusikia kuhusu huyo mpuzi, lakini alikuja kwangu jana. Cindy alisema bila hata kujali kuwa tuko katikati ya uwanja wa ndege na tumetoka safari. Basi nimueleza Cindy ya kwamba Cindy hawa na wadogo zangu Pendo na Michael. Nilimweleza hivyo, Cindy alitoa macho kama vile ani ndo anawaona. Akasema mrembo, alisema kwa kimkumbatia Pendo ambaye aliacha tabasamu kubwa na kumsalimia. Cindy akasema kwamba Michael, hata mimi rafiki yangu anaitwa Michael. Cindy alisema sasa akimkumbatia Michael. Baada ya kuwasalimia alianza kuelekea kwenye gari akijifanya kama vile hajamuona Davy. Na Davy naye alikuwa anajifanya yuko busy akiongea na simu. Nijikuta nikicheka tu. Basi Cindy akaniambia kwamba asante sana kwa bahati ya kuendesha gari lako, hata kama ni kwa huu muda mfupi tu lakini nimeenjoy. Cindy alisema hivyo huku akinikabidhi funguo. Michael alishangaa akasema, dada una gari? Nilisema kwamba ndio, Mungu amenipa neema kununua gari miezi kadhaa iliyopita. Pendo akasema, wewe una gari alafu sisi tunalala njaa? Pendo alisema huku akikunja mikono yake kifuani. Sikumjali na kuamua kumtazama Michael ambaye anaonekana amerithi roho nzuri kutoka kwa baba yake. Michael akauliza kwamba hongera sana, liko wapi? Michael aliuliza huku akianza kukimbia. Alionekana alikuwa anatamani sana kuliona hilo gari. Na aliniambia kwamba nilijua tu lazima dada ufanikiwe kwenye maisha. Ananiambia kwa akinikumbatia kwa muda mrefu. Huku upande wa pili mdogo wake bado akiwa na hasira kuwa ninamiliki gari na wao walikuwa nalala njaa. Kama mwanzo niliamua kuweka nguvu yangu yote kwa Michael. Nilimrushia David funguo huku nikitamani kukaa na wadogo zangu. Lakini Cindy aliwahi kukaa kwenye siti za nyuma huku akiniambia nikae mbele. Nilisha kucheka huku nikitikisa kichwa changu. Sijui ugomvi wao utaisha lini, na kusema kweli natamani sana kujua kilichotokea baina yao. Safari ya kuelekea nyumbani kwa Cindy ilianza. Nilihitaji kula, kuoga, kubadili nguo kisha niende hospitali kwa ajili ya kumpokea mama. Tulihakikisha kupitia chakula njiani kisha tukaelekea nyumbani kwa Cindy. Tulipofika niliacha watu wakiweka chakula kisha nikaelekea kuoga. Baada ya kuoga nilimpisha Pendo kisha Michael. Davy alituaga na kusema kwamba anaenda kwake kupumzika. Hakutaka hata kufika huko. Sasa inabidi nitafute nyumba sababu unajua sina kwa muda huu sina ule uhuru wa kusema kwamba niko mwenyewe. Nina familia kuitunza sasa hivi. Mimi ni dada mkubwa na na majukumu. Baada ya kuwa wasafi tulikaa mezani na kula chakula huku wadogo zangu wakiendelea kushangaa. Lakini nadhani huo muda wa kushangaa wataupata baadaye, sio sasa hivi. Niliuliza wadogo zangu kwamba naenda hospitali kumpokea mama. Nani anataka kwenda na mimi?
Michael aliinuka haraka, japo alikuwa hajamaliza hata kula, lakini Pendo hakuonesha hata dalili ya kujitikisa. Hakuwa na mpango huo kabisa. Nilishusha tu pumzi, huku nikiwaza nimejiingiza kwenye nini. Nikasema kwamba okay, malizia chakula Michael. Acha niongee na madaktari kisha ukimaliza kula tuondoka. Nichukua simu na kumpigia daktari aliyekuwa kwenye gari na mama. Aliniambia ndo amefika Chalinze. Hivyo niliona tuna muda mzuri wa Michael kula, akashiba kisha tukaenda hospitali. Nilimwambia Cindy kwamba Cindy, kama haitakuwa kero, naomba Pendo abaki hapa. Baadaye tutaenda kulala hotelini. Kukikucha nitaanza kuhangaika na madalali. Nachukia sababu sijui yani hivi vitu, yani Chazi ndo anayejuana na watu. Nilimwambia kwa akili yangu ikirudi kwa Chazi ambaye hajanitafuta hata kwa bahati mbaya leo. Cindy akasema kwamba usiwaze mpenzi, kwa hiyo umekata tamaa kabisa kwenda kwenye zile sherehe mbili. Bado kuna masaa kadhaa hadi kufika jioni. Cindy alinsistizia. Nikasema kwamba Cindy, unajua hiyo haiwezekani. Waliwasiliana na meneja wangu ambaye ni Chazi. Na sasa hivi sio meneja wangu tena. Bila shaka Chazi ameshawatafutia mtu wa kufanya hiyo shughuli. Na pili mimi sina hata meneja wa kuwasiliana nao. Nilimweleza hivyo Cindy huku nikishika kichwa changu. Cindy akasema kwamba wewe sema kama unataka kwenda au utaki tu, alafu mengine niachie mimi. Nikasema kwamba Cindy sijui hata. Nilimwambia sasa nikirudi kukaa kwenye kiti. Wadogo zangu walikuwa busy wakila, hivyo sidhani hata kama walikuwa natusikia. Cindy akasema kwamba kwa hiyo niwaulize wadogo zako, si ndio? Cindy alisema na kuageukia. Hata kabla hajauliza chochote, Michael alitoa jibu akasema kwamba kama analipwa basi aende. Pendo naye alitikia kwa kichwa tu. Nikasema kwamba naona kweli hamjanimiss. Alafu bado nahitajika kuwa na mama jamani, hamtambui hilo. Nijitetea. Michael akasema kwamba tutabaki hospitali na mama. Wewe ukatengeneze pesa. Nadhani na hivi mama anaumwa. Unahitaji yani ni pesa inahitajika nyingi sana ili tuweze kulipia bili zake za hospitali. Michael alisema kwa sauti yake ya upole tu. Nilishusha pumzi na kuitikia kwa kichwa. Sikuwa na mudi kabisa ya kwenda popote na nimechoka sana. Lakini Cindy hakutaka maelezo yoyote kutoka kwangu. Hivyo niliishia kukubaliana nao. Dakika chache baadaye tulikuwa kwenye gari tukielekea hospitali. Mimi na Michael. Tulitumia nafasi ile kuongea, hasa Michael akiniambia kwamba mambo yake kuhusu shule na maisha nini. Nilichokijua ni kuwa kwanza alifaulu vizuri kidato cha 4 na kuendelea, lakini kilichomkwamisha kuwa hajafanikiwa kwenda chuo ni kwa sababu hakuwa na ada na hakupata muda wala pesa za kuweza kufanya harakati za kupata mkopo. Hivyo nadhani mwaka huu mmoja utapita alafu mwaka mwingine aingie chuoni, sababu swala la ada halitakuwa shida tena kwangu. Basi nimwambia kwamba unajua umechukua vitu vingi sana kutoka kwa baba. Yaani kila nikikutazama namkumbuka sana baba. Michael akasema kwamba najua kila mimi mwenyewe nikijitazama kwenye kioo naiona sura yake. Kwa hiyo sio rahisi kwa mimi kumsahau. Michael alisema huku akicheka, bila shaka alijaribu kuondoa huu uzito uliopo. Nikasema kwamba lakini nisamee Michael kwa kutokuwepo kipindi mlichonihitaji, lakini nimewapata sasa na hakuna shida tena mtakayopitia. Ada yako ya chuo itakuwepo na nitahakikisha Pendo anapata shule nzuri au chuo au chochote tu atakachoamua. Nitakuwa dada mwema kwenu. Pendo akasema hakuna haja ya kusema hivyo dada, wewe ni dada mwema tayari. Ona umefunga safari na uliahirisha kazi zako ili uje tu kuhangaika na sisi. Kwa mimi nafurahi kuona kwamba kuja kwako mjini yani hakukuwa kwa bure. Nikasema lakini haikuwa rahisi kwanza maisha. Yani sio utani, lakini nyie mna bahati sababu mimi nimesota ili nyie muishi maisha yanayoeleweka. Michael aliacheta basamu akasema haya mimi nafurahi umesota mwenyewe. Alinitania na nikajikuta tu nashindwa kujizuia kumpiga kibao kidogo tu kilichomfanya acheke zaidi. Na kama hivyo tukarudi kwenye asili ya urafiki wetu. Tulianza kutaniana na kucheka hadi tulipofika hospitali. Nimuuliza ya kwamba twende tukanywe juisi wakati tunamsubiri mama ama. Akasema ndio itakuwa vizuri. Basi tulishuka na kuelekea kwenye mgawa uliokuwa pale hospitali. Ulikuwa umekaa kizungu sana. Hata hivyo hii hospitali imejaa wazungu kuanzia madaktari hadi wagonjwa. Nilikuwa nimevaa miwani ya jua na kofia kama kawaida yangu, lakini tulipokaa kwenye meza iliyokuwa kwenye kona, nilivua miwani na kutulia. Mhudumu alipokuja alitoa macho kuniona. Kitu kilichofanya ni tabasamu tu. Tuliweka oda ya juice na keki, kisha nikamwomba yule mhudumu asiwaambie watu. Aliniahidi hatosema na mimi nikamwahidi kupiga naye picha anayotaka. Michael alisema kwamba kwa hiyo kumbe dada yangu ni maarufu hivyo.
Nikajibu, ya, unadhani mimi napenda kuvaa kofia na miwani ya jua? Kuna muda tu najikuta na misi kutokujulikana. Yaani siwezi kupanda daladala, siwezi kutembea barabarani ovyo, siwezi kwenda dukani. Nikihitaji kwenda kwenye mgahawa basi inabidi uwe wa kitajiri tu, sababu hauna watu wengi. Hata hospitali kama nauguza inabidi ziwe kama hivi. Nilisema maneno msikilizaji ya mwisho sasa nikipungia kuonesha pale tulipo. Michael alisema kwamba naona, lakini si nakulipa vizuri, machoni mwangu una mafanikio mazuri tu dada. Nikasema ndio kweli, siwezi kulalamika ise. Basi nilivyoomba hivyo nilitulia kidogo na simu yangu iliita bwana. Nikasema watakuwa wameshafika. Mwambie mhudumu atufungie keki. Nilimwambia hivyo. Uzuri glasi za juice zilikuwa ni za kuondoka nazo tu. Nilipokea ile simu na kuthibitisha nilichokisema. Nilivaa miwani yangu na kuchukua juice zetu na kutoka huko, Michael akinifuata na mfuko wa keki zetu. Bahati nzuri huu mgawa unalipa ukiweka oda. Nadhani mambo ya watu kuondoka bila kulipa yalishawatokea mara kadhaa. Nilimaliza juice yangu pale pale mlangoni, kisha nikatupa glasi kusasa Michael akifuatia matendo yangu mimi. Sababu hospitali sio sehemu ya kuzunguka unakula. Tulienda kuweka keki kwenye gari kisha tukaingia hospitali. Raha ya kuzunguka wodini ni kuwa kila mtu ana mawazo yake, hivyo sio rahisi kwa watu kukutambua. Baada ya saa moja mama alikuwa amewekewa mashine zote na vipimo vyote vimeshafanyika, hivyo kinachohitajika ni muda hadi majibu yatoke, ambapo daktari ametuambia tukapumzike, majibu tunaweza kuyapokea kesho. Baada ya daktari kutuacha, yani tulibaki pale chumbani sasa nikimtazama mama ambaye amepungua kidogo. Nisema kwamba mama alikuwa anafanya nini ili muweze kupata pesa ya kula. Michael akajibu kwamba alikuwa anauza miogo jioni na asubuhi anauza vitafunwa kama mandazi na chapati mashuleni nini. Msikilizaji, niliumia sana, lakini sikujua haya yote. Na kama nisingeondoka nyumbani basi sidhani kama kungekuwa na uwezo wa mama kupata matibabu anayohitaji wakati huu. Michael alinishika mkono wangu. Bila shaka aliona huzuni machoni mwangu. Michael akasema kwamba hakuna haja kujilaumu dada. Hayo yameshapita. Uzuri ni kuwa upo wakati ambao tunakuhitaji sana na unaweza kutusaidia. Mimi nakumbuka mama hajawahi kukupenda wala kukuhudumia vizuri, lakini jinsi unavyomhangaikia inashangaza sana dada. Yaani una moyo wa kipekee sana dadangu. Alisema hivyo sasa akifungua mlango na kuingia kwenye gari. Tumeshaamua kwenda nyumbani msikilizaji. Kukaa hapa hakutasaidia kitu chochote. Basi nimwambia Michael kwamba yeye bado ni mama yangu hata hivyo. Michael akasema yani kama angenifanyia vile mimi isingekuwa rahisi mimi kufungua moyo na kujitoa kumsaidia wakati huu, japokuwa yeye ni mama yangu, lakini isingekuwa rahisi sasa. Nikasema kwamba natumaini atakapoamka atakuwa ananipenda hata kidogo tu, au hata angalau atakuwa amenimisi. Nilisema hivyo kwa huzuni kidogo. Tulibaki kimya hadi tulipofika nyumbani. Nikimaanisha nyumbani kwa Cindy, sababu kwa sasa hatuna pa kwenda. Naona kama baada ya mama kuamka na hizi sikukuu kupita ndipo akili yangu itakapotulia kidogo, nitaweza kutafuta nyumba, sababu hata sidhani kama kuna dalali anayefanya kazi kipindi cha Christmas. Nimechagua kipindi kibaya sana cha kuachana na Chaz. Nilipoingia ndani nilijikuta macho yangu yakijaa machozi. Sebleni alikuwepo director Casey na David na Silas. Walikuwa wakipiga story tu, huko upande wa pili Cindy alikuwa akihangaika kuongea kwenye simu. Basi Casey akasema kwamba umefika ise. Nimeambiwa akili zako zimerudi kichwani. Casey aliniambia sasa kinuka na kunikumbatia. Nikasema kwamba nisamehe sana Casey. Nilimwambia sasa nikimvuta na kumkumbatia kwa nguvu. Casey akasema kwamba ili hali umeshaachana na ule kichaa, hakuna shida kabisa. Alafu nimesikia unauguza, pole sana. Nikasema asante Casey. Casey akauliza kwamba alafu huyu ndio Michael si ndio Alisema sasa akimsogelea Michael wakasalimiana. Niliwatambulisha nikasalimiana na Silas ambaye huwa hana maneno mengi. Casey akasema kwamba tunaenda studio masaa mawili ya mazoezi kisha utarudi kujiandaa. Hiyo ni ratiba kulingana na meneja wako wa kujitolea Cindy. Casey alisema kwa tabasamu. Basi Cindy akasema kwamba ndio una kazi leo na kesho. Watu wote wamefurahi sana kujua umerudi, yani umerudia makubaliano yako ya mwanzo, na wamesema watalipa zaidi kama pole ya usumbufu kwa sababu kuna uwezekano. Na nimemwambia tunamuuguza mama. Hivyo ni kipindi kigumu kwako. Kwa hiyo unatakiwa uwe na huzuni leo. Cindy aliniambia sasa akinifuata kwa tabasamu.
Nilisema ya kwamba Cindy, hauwezi kuambia hivyo watu bwana. Cindy akasema, wana pesa kama mweza kukufanyia booking kipindi chote hicho. Na sio kwamba nimedanganya, yote ni kweli na unafanya kazi ukiwa na huzuni kwa sababu hiyo. Cindy alisema kama vile anaongea kitu cha maana sana. Nitikisa kichwa changu tu. Kesi akasema kwamba umemsikia madam manager hapo, hatuna muda, kwa hiyo twende, nimemiss kusikia sauti yako na kukupelekesha ufikie zile noti ninazotaka. Kesi alisema kwa sasa akielekea mlangoni. Niliigiza kulalamika nikasema kwamba yani jamani hata sijakaa chini. Kesi akasema wewe, hakuna aliyesema kutafuta pesa ni rahisi. Alafu nimekumbuka bwana haunilipi. Kwa hiyo hauna haki ya kukaa. Nikifika studio uwe umeshafika, sawa? Kesi alisema na kutoka, akifuatana na Silas ambaye kwa sasa amemwajiri kama mpigaji wake. Niliwaaga wadogo zangu na kuelekea kwenye gari nikiwa na Devi. Saa 2 usiku nilifika eneo la tukio. Nilikuwa nikitoa macho tu. Sio kila wakati ninaitwa kwenye sherehe za kifamilia. Hakuna kamera wala watu wengi, ni watu wachache tu kama 50 hivi. Inaonekana ni ukoo mmoja huo. Niliposhuka kwenye gari na kufika mlangoni, nilipokelewa na bilionea Chami. Kusema kweli nilikuwa natetemeka japo nilijikaza sana na kuacha tabasamu. Bilionea Chami akasema kwamba binti yangu pole sana, tumesikia unamuuguza mama. Nikajibu kwamba ndio baba, lakini namshukuru Mungu kila kitu kinakwenda vizuri. Kesho tunaweza kupata majibu na tutajua namna gani tunaweza kumsaidia mama. Nilisema hivyo bila kutabasamu baada ya kukumbuka maneno ya Cindy. Basi bilionea Chami akaniambia kwamba pole sana na bado umepata nguvu ya kuja kuimbia familia yangu. Pole sana. Akasema asante sana, najitahidi kuhakikisha ninapata pesa malipo ya hospitali. Hivyo sina nafasi ya kukaa na kuzunika. Hata hivyo muziki ni kati ya vitu ninavyovipenda na vinavyonipatia amani. Hivyo mbali na kunilipa, mnanipa nafasi ya kutuliza akili yangu. Nilimwambia hivyo, basi uso wake ulijaa huzuni kidogo. Akasema kwamba unaonekana ni binti mwenye akili na unaipenda sana familia yako. Anyway, nitaangalia ninachoweza kufanya, karibu. Alisema na kutupisha. Tulimshukuru huku sasa tukielekea ndani. Tulipoingia tu ndani kulikuwa na wahudumu ambao walituelekeza mahali pa kwenda ambapo kulikuwa na kama sebule hivi. Tulipumzika kidogo na kuletewa vinywaji kisha tukaoneshwa buffet ndogo iliyoandaliwa kwa ajili yetu. Yaani kulikuwa na vitu vya kila aina. Uzuri ni kuwa nimeshakula, hivyo nilichagua vitu vya maana kama kuku, lakini walikuwepo wa aina 4 au 5 hivyo. Kuna wa kuchoma, wa limao, wa vitunguu ambaye imepikwa kwenye rosti na wa kukaangwa. Nilichagua tu vipande vitatu vya kuku, mmoja wa limao, vitunguu na rosti, kisha nikachukua na glasi moja ya wine. Hapa kila kitu kipo sawa, lakini wanaume walikuwa wanakula kama vile hakuna kesho. Baada ya kushiba na kubaki tukishangaa pale, tulikuja kuitwa kuwa muda wetu umefika. Basi mhudumu alikuja pale, nikajitengeneza nini fresh, nikafuatana mhudumu aliyekuja kutuita. Hii nyumba ni kubwa sana, yani mtu akikuacha unaweza kupotea. Sasa tulitokezea nyuma ya nyumba ambapo kulikuwa kumepambwa vizuri na watu wa kutosha wamekaa nini. Hivi kumbe watu 50 ni wengi, lakini kila mmoja anaonekana na pesa. Yani sherehe nzima inanukia pesa tu. Nilisimama kwenye mic yangu huku Dave na Silas kila mmoja akienda kwenye chombo chake husika. Uzuri wa sherehe za kitajiri, tukiacha swala la kuwa zina utulivu wa utofauti, yani huwa unaambiwa nyimbo ya kuimba, yani kuna nyimbo fulani ambazo unatakiwa kuimba na mwisho unapewa nafasi ya kuongeza nyimbo unazotaka kuimba. Kwa hiyo kitu tunachojivunia ni kuwa kati ya nyimbo walizochagua kuna nyimbo zangu 4 na za waimbaji wengine 3. Kati ya wimbo waliochagua ni wimbo nilioutoa hivi karibuni na niliimba na msanii wa kike kutokea Zambia. Ni kati ya nyimbo zangu pendwa sana, unaitwa Itakwaje. Ni wa mapenzi kama nyimbo zangu nyingine nyingi tu, lakini huu una ladha ya tofauti. Nadhani kwa sababu ndio kolabo niliofanya na mwanamke. Alafu kuna kilugha chao nini ambacho hadi tunamaliza kurekodi nilikuwa nimeshajua kukiimba sababu nilikuwa na sehemu ninayoimba kilugha chao. Siwezi sema Kiswahili ni lugha mpya kwake sababu anaijua. Hivyo ni wimbo ambao ninaweza kuuimba vizuri tu mwanzo hadi mwisho bila shida. Na ilikuwa raha sana kufanya kazi na Rika ambaye ndo huyu mwanamuziki kutokea Zambia. Kulikuwa na kibakuli kikubwa cha kioo. Sikuelewa kazi yake. Yani nilipofika jukwani sikuelewa kazi yake, lakini alipokuja mtu wa kwanza na kuweka pesa ndipo nilibaki ninashangaa. Watu walianza kuweka vibunda vya hela.
Kwanza nyekundu zilikuwa vibunda, yani zile nyekundu zilikuwa ni vibunda vichache. Wengi waliweka dola. Nilikaa kimya kwa sekunde kadhaa nikijaribu kuelewa wanachoweka hadi watu walinishangaa. Mtu anatoaje kibunda cha dola? Labda kama hawanipi hizo pesa, lakini kama ni kwa ajili yangu nitashangaa sana. Niliamua kufunga macho na kuimba sababu nijikuta moyo wangu ukienda mbio bila sababu. No, kulikuwa kuna sababu bwana. Sababu yenyewe ni pesa. Nilipomaliza kuimba, walisimama na kunipigia makofi. Niliwashukuru na kutoka nikielekea ndani tulipokuwa mwanzo. Mhudumu aliyetuongoza hadi kwenye ile sebule ya mara ya kwanza. Tulipokaa pale, mhudumu alikuja na kuweka lile bakuli kubwa la kioo mbele yetu. Nilimuuliza za kwetu, ile mhudumu akasema ndio. Niliingiza mkono na kutoa kibunda kimoja. Nilichomoa noti kadhaa na kumkabidhi, nikimshukuru kwa uaminifu wake. Sikutaka hata kupoteza muda. Nilitoa vibunda viwili vya noti za dola 100. Kimoja nilimkabidhi Devi, kingine nilimpa Silas. Walijaribu kukataa lakini sikutaka kusikia. Nilikuwa nimepanga kwenda kumpa kesi kimoja na Cindy kimoja. Kisha hizo pesa zitakazobakia ndo zitakuwa za kwangu. Baada ya nusu saa, bilionea Chami alikuja tena. Akaniambia kwamba naamini hicho kiasi kidogo kitasaidia kupunguza mzigo wako. Alisema kwa sasa kinikabidhi kibunda kingine. Ukiwa tajiri ndo unakuwa hivi ama yaani unagawa tu pesa bila kuwaza unagawa kiasi gani? Familia yake yote imenichangia. Hawa watu wana ukarimu wa ajabu sana. Basi nimwambia kwamba asante sana baba, sijui nitakulipa vipi. Nilimwambia kwa macho yangu yakijaa machozi. Bilionea Chami alitabasamu tu, bila shaka anajua siwezi kabisa kumlipa. Akaniambia kwamba ukikwama popote karibu ofisini kwangu. Aliniambia kwa ukarimu mkubwa sana. Nilimshukuru sana, kisha akatuambia mhudumu atakuja kututoa. Tulimshukuru na nilibaki tu kukaa kimya baada ya yeye kuondoka. Nilitumia bahasha kubwa alionipatia yenye pesa kujazia pesa zingine zilizokuwa kwenye lile bakuli. Basi ilipoingia sherehe ya Christmas, niliweza kuingia kwenye hiyo event. Ilikuwa ni kama kurudishwa kwenye wodi ya vichaa. Kwanza kelele nyingi, kamera kila mahali, kila mtu amevaa ameng'aa, anahangaika kuonekana. Nikiangalia hapa nikalinganisha na ule utulivu wa jana, ni kama nimetupiwa kwenye wodi ya vichaa kabisa, lakini sikukunja sura. Niliacha tabasamu na kujibu maswali yote ya kijinga watu waliokuwa wanauliza. Nimekuja hapa kufanya kazi tu msikilizaji. Nitakuwa ni mvumilivu hadi nitakapomaliza hilo ili niweze kwenda nyumbani kupumzika. Basi asubuhi nilifanikiwa kwenda hospitali ambapo nilifurahi kujua majibu yametoka. Na mama ana infection kwenye ubongo. Sijui alisema ubongo au gamba linalofunika, sielewi. Sikumbuki vizuri, lakini habari njema ni kuwa ni ugonjwa mrahisi kutibika. Watampa dozi kali ya siku 7 kisha ataruhusiwa na vidonge vingine vya siku 7 hadi 14 hivi. Kwa hiyo inawezekana kabisa kesho akamka. Hivyo leo hatukuweza kusherehekea Christmas kabisa. Hivyo tukafanya hilo siku ya kesho. Na kama mama atakuwa ameamka, tutahamishia sherehe huko wodini. Basi niliposhuka jukwaani baada ya kumaliza kuimba, sikuhitaji hata kusubiri chochote. Nilitoka tayari kwa kuelekea kwa Cindy ambapo pamekuwa nyumbani kwa hizi siku kadhaa. Baada ya mimi kurudi jana na kumkabidhi kibunda kimoja cha dola, alikataa kabisa kwenda sisi hotelini. Hivyo tunabanana tu kwenye nyumba yake hadi tutakapofanikiwa kupata nyumba ya kuhamia. Na nadhani kuanzia kesho ndo angalau tunaweza kupata mwanga juu ya hili swala la nyumba. Lakini kabla hata sijafika kwenye gari langu, nilisimamishwa na Chazi ambaye alikuwa ananitazama kama vile anataka kunitoa roho. Nimemblock kwenye akaunti zangu za bank na mitandaoni na kwenye simu. Hivyo hakuna namna anaweza kunipata. Alisema ya kwamba wewe mwanamke nyoka wewe. Yaani basi usije hata nikuiteje yani. Alisema kwa hasira aliponiona nje. Sikusimama sababu sitaki kuwa chanzo cha umbea wote. Akasema ya kwamba sinaongea na wewe. Alisema kwa hasira huko sasa akinifuata. Nilipofika kwenye gari langu nilisimama. Chazi akanambia kwamba yani mimi ninahangaika kutafuta kazi alafu nakataa kuzifanya, Nimetafuta wasanii wengine alafu unaenda moja kwa moja kwa client na kufanya kazi. Haya, nataka percent yangu hapa. Chazi aliongea kwa hasira. Kusema kweli niliumia sana. Nilizani labda amenimisi, anatamani tuongee kuhusu mahusiano yetu, labda ananiomba msamaha au kuniuliza mama anaendeleaje, lakini hapana, kichwani kwake kitu pekee kilichopo ni pesa tu.
Naanza kuwaza labda alikuwa na mimi kwa sababu ya maslahi tu. Niliamua tu kuingia kwenye gari na kuondoka sababu moyo wangu uliuma kuliko nilivyotegemea. Ukiweka matumaini yako kwa mtu, ukamwamini na kumpenda, ukiamini moyoni kuwa na yeye anakupenda wewe kama wewe, I say, alafu ukaja kujua alikuwa na wewe kwa maslahi tu, inauma sana. Labda hakuna anayeweza kunipenda mimi kama mimi. Kila mtu anakuja kwenye maisha yangu kwa maslahi. Nilipofika mbali kidogo, nijikuta nikipaki gari pembeni, kisha nikaanza kulia kwa nguvu. Devi alinivuta anikumbatie lakini nilikataa. Nikasema niache, na unataka nini kwenye maisha yangu Devi Usijitese kujipendekeza. Wewe sema unachotaka nikupatie ili uendelee na maisha yako. Mimi nimechoka kuwa na watu wanaonipenda kwa sababu ya kitu fulani bwana. Wewe sema unachotaka. Nilimfokea. Devi aliniachia na kurudi nyuma, yani kama amepigwa bumbwazi vile. Ni kama nimemuumiza hivi. Sura yake yote ilionyesha namna gani maneno yangu yamemuumiza. Lakini hata mimi ninaumia sana. Nifanye nini? Nilegemea usukani na kuendelea kulia tu. Na Devi alibaki kimya huku akinitazama tu. Nilipotulia na kuacha kulia, Devi bado alikuwa kimya tu. Awamuya alikuwa kwenye simu yake. Nilikuwa najihisi mjinga. Devi akaniambia umemaliza? Devi alisema kwa sauti ya kawaida tu ambayo haikuwa na hasira wala huzuni. Nibaki kimya. Devi akasema kwamba Mara, unajua nakupenda na umekuja kuwa rafiki yangu mkubwa, lakini siko tayari kuvumilia huu pumbavu unaoendelea hapa. Kuanzia mwanzo tulikwambia uachane na huyo mjinga, lakini ukaona ni bora kutublock kuliko kutusikiliza. Mambo yamekuharibikia, bado tumekuepo kukushika mkono. Nimeenda na wewe Tabora bila hata wewe kuniomba, lakini kwa sababu tu nilitaka kuhakikisha unakuwa salama. Kila mahali unaponihitaji nipo kwa ajili yako. Lakini kama utaendelea kuwa hivi, yani ukiendelea kutukana marafiki zako ambao wanakupenda na tunajitoa kwa ajili yako, kama tungekuwa na shida na pesa au chochote, unadhani tungehangaika kuwepo kwa ajili yako kila wakati? Kama Cindy swala la pesa sio shida zake tena. Ana wateja wake na wasanii wanamjua. Hivyo sidhani kama ana shida kama hiyo. Kama tupo na wewe ni kwa sababu tunakupenda. Tunakuona kwa jinsi ulivyo na tunakuthamini. Unavyofanya sio poa kabisa. Devi alisema kwa hasira kidogo. Nikasema kwamba naomba unisamehe. Ni kwamba tu kuna muda najisikia vibaya sana. Yani naona kama vile sifai na sistahili. Kuna muda naona kama vile mabaya yote yalionipata yalikuwa ni haki yangu. Labda nilistahili kupitia yote. Na kuna muda naogopa kuwa mtaona sifai na mtaniacha kama watu wengine wote walivyofanya. Devi akasema Mara, yani ukijisikia hivyo ni vizuri kama ukitafuta mtu wa kuongea naye. Kama sio mimi basi upo Cindy. Lakini unajua kabisa hatuwezi kukuacha. Na hakuna balo lolote unalostahili. Wewe ni kiumbe cha pekee sana. Mfano umeona kama ulivyomsaidia Cindy. Sasa hivi ameweza kusimama na ulimfanyia matangazo kumtafutia wateja. Cindy sio ndugu yako. Haukuwa na wajibu wa kumsaidia, lakini hebu ona sasa ulivyomhangaikia hadi sasa hivi anaweza kusimama mwenyewe. Yote haya yanaonyesha namna gani ulivyo na moyo wa pekee. Hakuna mtu mwema yote anayestahili mabaya. Lakini bahati mbaya ni kuwa mabaya mengi yanayowapata watu ni watu wale ambao wanafanya mambo, yani ni yanawapata watu walio wema. Hivyo yavae majeraha yako kama medali za ushindi. Tunakupenda na tunakuthamini sana. Ije mvua, ije garika, lazima tuwe upande wako Mara. Sisi ni familia yako ya pili. Hapana, ya kwanza. Nyinyi ni familia ya kwanza. Hata familia yangu wenyewe hawajawahi kunipenda kama mnavyonipenda nikimtoa baba na Michael. Kwa hiyo nyinyi ni familia yangu ya kwanza. Nilisema huko nikitabasamu. Sio kwamba ghafla nimejisikia vizuri, lakini angalau nina aweni kidogo. Nimesahau hata kama nimeonana na Charles leo. David alikunjua mikono yake na kunikumbatia. Nilitulia kifuani kwake huku nikivuta pumzi. Nakupenda sana Devi. Sawa, asante. Mimi nakupenda pia Mara. Asante sana Devi. Sawa, tuache sakua kama waombolezaji bwana. Ni saa 6 usiku. Tunahitaji kupumzika. Sidhani kama utaweza kuendesha kwa hayo macho yaliyovimba. Devi alisema hivyo huku akicheka. Nilijaribu kumpiga lakini alifungua mlango na kushuka huku akicheka. Alizunguka na kuja upande wangu. Basi Devi akasema kwamba hebu nipishe niendeshe, usije ukatubwaga mtaroni. Mtu unalia kama umefiwa bwana. Hebu ona sasa umekuwa kama mchina sasa. Devi alisema huku akinivuta nishuke kwenye gari. Nijikuta nikicheka tu. Nikasema huko fair Devi.
Devi akasema, "Fair, hebu acha nisiongee tu, ngoja nikae kimya nikupeleke nyumbani." Alisema kwa akiingia upande wa dereva. Nizunguka na kukaa upande wa pili huku nikicheka. Devi aliendelea kuyatania macho yangu hadi nilipofika nyumbani. Nijikuta nikibaki mdomo wazi waliposalimiana na Cindy kwa kukumbatiana. Sijui ugomvi wao umeisha lini, lakini hata mimi sifurahii watu wakigombana siku ya Christmas, hivyo kwangu ni burudani tu. Niliwaacha wakiongea, nikaelekea chumbani kulala ambapo ninalala na Pendo. Kama nilivyosema msikilizaji mwanzo, tunabanana hapa hadi tupate mahali pa kuhamia. Basi kulipokucha nilikuwa nimechoka sana. Macho hayakutaka kufunguka kabisa, lakini nilipokumbuka nina wajibu wa kwenda hospitali, nijikuta nikijilazimisha kuinuka kitandani. Baada ya kumaliza kujiandaa, tulitoka kwa ajili ya kwenda hospitali. Ilikuwa ni mapema sana, kwenye mida ya saa 12 na dakika 20 hivi. Najua hadi tufike angalau itakuwa ni saa 1. Kwa siku ya leo Mtakatifu Pendo aliguswa kutubariki na uwepo wake, hivyo alikuwa amekaa siti ya nyuma ya gari akiwa amekasirika sana, lakini hakuna hata mmoja aliyemlazimisha kuja. Tulifika hospitali na kupaki gari, kisha nikavaa kofia yangu. Sikujisikia kuvaa miwani ya jua mapema hii, tena ni mida ya asubuhi, kwa hiyo nitakuwa ni kama mwanga vile. Tuliongozana hadi ndani wodini ambapo sikuweza kuzuia tabasamu langu nilipomuona mama amekaa akilia. Uzuri wa hizo hospitali za kitajiri, wagonjwa wanapikiwa kulingana na mahitaji yao. Hasa Michael na Pendo walifurahi sana na kumkimbilia mama kumkumbatia. Lakini mimi nibaki nimesimama tu. Sijui cha kufanya. Huyu ni mwanamke ambaye amenitesa tangu nikiwa mtoto. Hajawahi kunitafuta tangu nilipoondoka nyumbani. Alinitukana na kunitesa kwa kila nafasi aliyopata. Nibaki mwenyewe nimesimama nikiwatazama kwa tabasamu, sababu siwezi kuzuia tabasamu langu kuona wakiwa na furaha. Basi Michael akaniambia, "Dada Mara, njoo." Alisema huku sasa akiniita niende kuungana nao. Lakini nitendaje wakati uso wote wa mama unaonesha namna gani hana hamu ya mimi kumsogelea? Nilipiga hatua chache hadi pale walipokuwa pembeni ya kitanda na kusimama tu. Nidhani mama angenisemesha, lakini macho yake alikuwa kwa watoto wake wazuri wawili tu. Mama akasema kwamba, "Oh wanangu, asanteni sana kwa kunihangaikia. Naona umependeza, mmeng'aa." Mama alisema kwa tabasamu huku akigusa uso wa Pendo. Michael akasema kwamba, "Unajua yote ni mambo ya dada Mara." Michael alisema hivyo. Mama alimkata jicho, lakini hakusema kitu. Nijikaza na kumwambia mama ya kwamba, "Pendo, hebu tumaache mama ale angalau kidogo. Nina uhakika anahitaji nguvu kwa sababu ndo ameamka na anatakiwa apate dawa. Nimefurahi umeweza kuamka mama." Mama akasema kwamba, "Una uhakika? Sio kwamba ulikuwa unaniombea nife kabisa?" Mama aliniambia hivyo tena kwa dharau, huku akinitazama kwa chuki ambayo nimeizoea machoni mwake. Michael akasema kwamba, "Mama, dada Mara amekusaidia. Amekutoa kule porini, anakulipia malipo hospitali. Kwa nini usimshukuru angalau?" Michael alisema kwa hasira kidogo, kama ilivyo kawaida yake kunitetea. Ni tabasamu kidogo, lakini tabasamu langu lilikuwa ni la huzuni. Mama alimwambia kwa hasira kwamba, "Na wewe hebu nyamaza, unajua nini wewe?" Pendo alikuwa ametulia kama malaika, akimtazama mama kama Mungu fulani hivi. Nilitikisa tu kichwa na kutulia tu. Mama alitabasamu na kumtazama Pendo. Mama akasema kwamba, "Hebu nendeni mkakae nje wanangu, nahitaji kuongea na dada yenu." Mama aliwaambia hivyo, walitikia na kutoka nje. Mama aliponigeukia, macho yake yalikuwa ni makali sana. Ile chuki imerudi usoni mwake. Nilibaki kimya nimsikie anachotaka kusema. Mama akasema kwamba, "Kwa nini umenisaidia? Ulidhani ukinisaidia ndo nitaanza kukupenda ghafla?" Mama aliongea kwa hasira. Nijikuta nimebaki mdomo wazi kwa sababu sijui kitu cha kufanya wala cha kumjibu. Katika yote, hicho ndo alichokifikiria. Basi aliendelea kunifokea akasema kwamba, "Naongea na wewe kahaba. Naona hatimaye kazi yako ya kupanua miguu imekuzalia matunda. Umepanua vya kutosha mpaka umepata matunda yake. Lakini sitaki wafundishe wanangu kujiuza. Umenisikia? Kama kupanua miguu kapanue mwenyewe, sio wafundishe wanangu." Nikamuuliza kwamba, "Mama, mbona kila kitu ninakifanya kwa wema tu? Ina maana wema wangu hauonekani kabisa machoni mwako mama?" "Wema gani? Wema gani? Kwani tulikuomba? Tulikwambia tuna shida ya pesa zako ulizozipata kwa kutanua miguu?" Mama alisema, tena alicheka kwa dharau. "Najua, lakini mama unaumwa na natamani niwasaidie Michael. Michael hajaenda chuo sababu hana ada. Pendo amemaliza kidato cha 4 lakini kesho yake haijulikani. Na wewe ulikuwa unauza miogo. Angalau nina pesa ya kuwashika mkono.
Kwa nini siwasaidie wakati nyinyi ndio familia yangu? Nyo. Eti familia. Siwezi kukataa pesa sababu maisha yalikuwa ni magumu. Lakini ndio kama nilivyosema, sitaki wafundishe watoto wangu uovu wako. Sitaki kuishi na wewe. Sababu najua hapo kichwani mwako umeshawaza kutafuta nyumba tuishi kwa furaha kama familia. Ndio nasema futa hayo mawazo. Kama ulikuwa unawaza hivyo, futa. Kama ulivyokuwa mbali ukaamua kututelekeza, tuteseke wenyewe wakati ukiponda raha tu huko mjini. Na hapa maisha yawe vile vile. Uishi mbali na sisi. Sitaki wafundishe wanangu uovu wako kabisa. Malaya mkubwa wewe. Mama alikuwa ananifokea tu. Kwa dakika chache kumbukumbu za utotoni zilinijia. Kipindi mama ananitukana na kuniambia sitakaa niweze chochote maishani sababu mimi ni tahira na ni mjinga na sina akili. Hata nilipomletea matokeo ya ufaulu bado aliniita mjinga na kuniambia kile sio kitu. Nilishindwa kuzuia lile chozi lililotoka jichoni mwangu. Ilikuwa ni chozi moja tu na niliwahi kulifuta. Siko tayari kulia mbele ya mtu ambaye hathamini chochote kuhusu mimi. Nikasema sawa, hakuna shida. Hicho ndo kitu pekee nilichoweza kumjibu kabla ya kutoka chumbani kwake, huku mama akinisindikiza na matusi. Kuna muda nashindwa hata kuamini kama huyu ni mama yangu. Labda aliniokota barabarani au baba alimletea tu anitunze au kitu chochote, lakini hakunibeba tumboni mwake miezi 9. Lakini nimeshafanya maamuzi, sitaishi nao. Nitatafutia nyumba ya kwao tu kuishi na mimi nitatafuta nyumba ya kuishi mwenyewe. Kwa upweke kama ilivyo kawaida yangu. Basi niliwaambia ndugu zangu ya kwamba malizeni kuagana na mama na wasubiri kwenye gari. Kama dakika 20 baadaye walikuja na nyuso zilizojaa tabasamu. Angalau wao wana mama anawapenda. Nikasema ya kwamba twendeni, tuna kazi ya kuangalia nyumba, mna njaa ama? Niliwauliza kusasa nikifungua mlango na kuingia. Waliitikia kwa furaha huku wakiingia kwenye gari. Chochote mama yao alichowaambia kimewafanya wawe na furaha sana. Tulielekea kwenye mgahawa wa kitajiri ambapo walikaa na kuagiza kwa furaha. Bila shaka wanajua hakuna bili ambayo itanishinda kwa sasa. Mimi niliagiza tu juice na kutulia. Baada ya yale maongezi na mama, sina hata hamu ya kula tena. Yaani unaachana na chazi. Unajua unaenda kwa mama utafanya kitu cha thamani, unakuja huku unaitwa malaya, umepanua miguu pate hela. Unajua nilidhani leo ningekuwa na sherekea, lakini nimejikuta nina huzuni kuliko nilivyotegemea. Baada ya kila mmoja kula baga na juice kama walivyotaka na kujilamba vidole, ulikuwa ni wakati wa kukutana na Devi ambaye kama siku zote amenisaidia kutafuta dalali na kuna nyumba kadhaa ambazo tunaweza kwenda kuziangalia. Naona ni wakati wa mimi kuanza kujenga sasa. Lakini hata nikijenga, ina maana nitajenga nyumba mbili. Moja ya kuishi mwenyewe na nyingine ya mama na wadogo zangu, au nitafanya vipi? Akili yangu ilikuwa inawaza vitu vingi tofauti nilipokuwa naendesha gari kuelekea Masaki ambapo ndipo kuna nyumba ya kwanza. Mama amenivuruga sana. Nilidhani nimeshakuwa na hakuna kitu atakachosema au kufanya kitakachoniumiza, lakini kumbe nijidanganya. Yeye bado ni mama yangu. Nikubali au nikatae? Moyo wangu unatamani sana kuwa karibu naye. Nilifika mahali ambapo Dave na huyu dalali walikuwa wanatusubiri. Waliingia kwenye gari kisha tukaelekea kwenye hiyo nyumba ya kwanza. Nyumba yenye vyumba 4 inayojitegemea, yenye fence na geti. Pamoja na huzuni zangu zote, mimi sikuweza kuacha kutabasamu nilipoona ile nyumba. Kwanza ilinivutia kuanzia mazingira nje. Kulikuwa na mazingira yaliyotunzwa vizuri, maua, majani, vigae vya nje. Ndani kulikuwa kuna jiko zuri, sebule kubwa kabisa pamoja na sehemu ya kula chakula. Wadogo zangu walipoacha tabasamu kubwa baada ya kuona ile nyumba, nilijua lazima tuichukue bila kujali gharama ya ile nyumba. Dalali hakupata hata kazi ya kuinadi sana ile nyumba. Tulimwambia tu tunaichukua. Basi tulielekea kwa mwenye nyumba ambaye tulifanya malipo na kupokea mkataba wetu na funguo. Baada ya pale ndipo tulianza kutafuta sehemu kwa ajili yangu. Japo kusema kweli sina haraka sana kuhusu hilo. Labda nikae na wadogo zangu kwanza hadi mama atoke hospitali wiki ijayo. Sababu siwezi kuwaacha wenyewe na hapo bado kuna vitu vingi vya kununua kuanzia vitanda, sofa, TV, jokofu, yani kila kitu. Tukiongelea vitu ndipo nakumbuka sijachukua vitu vyangu kutoka kwa Chazi. Na nikikumbuka zoezi la kuonana jana lilivyokuwa,
Aisani sidhani kama itakuwa ni jambo rahisi sana. Lakini kwa sasa kuna jambo la muhimu zaidi ambalo ni mimi kuhakikisha hii nyumba inakuwa vizuri kabla ya mama kutoka hospitali. Hivyo baada ya kuachana na dalali pamoja na Davy, tulielekea madukani kwa ajili ya kununua vitu vya ndani. Hadi jioni inafika, nyumba ilikuwa imepangwa. Sehemu pekee ambayo bado haiko vizuri ni jikoni, ambapo kuna maboksi ya vyombo ambavyo vinahitaji kuoshwa na kupangwa kabatini. Lakini vyumba vyote viko vizuri, nikimaanisha vitanda, mapazia, sofa la kupumzika na kameza kadogo, kabati la nguo nini, yani mambo mengi tu. Sebule pia na mahali pa kula chakula palikuwa pamependeza. Angalau kwa usiku wa leo tunaweza kulala kwenye hii nyumba. Pendo yeye alijitupa tu kwenye kochi. Utadhani alikuwa amefanya kazi kubwa sana, wakati asilimia kubwa alikuwa anategea tu kama ilivyo kawaida yake. Basi Pendo akauliza kwamba tunakula nini dada? Nina njaa sana. Yaani kupanga hivyo vyumba vyote haikuwa kazi rahisi. Hivi kwa nini haujaleta wafanyakazi watusaidie jamani dada? Kama una pesa za kununua vitu vyote hivi ndani ya siku moja, kwa nini ushindwe kumleta mfanyakazi? Pendo aliniuliza huku akiema kama anakata roho. Nijikuta nikicheka nikasema kwamba kwani kazi gani hasa umefanya wewe? Kuwa na pesa sio kulemaa Pendo. Tuko watatu na nimeshatoa pesa nyingi hapa na bado nitaendelea kutoa wiki yote hii. Sasa kwa nini nipoteze kulipa watu wakati tuko watatu na tuna mikono? Nilimwambia hivyo kwa pole tu, huku nikimalizia kupanga urembo kwenye meza ya pembeni ya ukuta yenye kioo na tray la kuwekea funguo. Pendo aliamika akasema, mimi sijawahi kuona mtu mbaili kama wewe. Basi Pendo aliamika hivyo. Kuna wakati ananikera sana Pendo, lakini inabidi nijikumbushe kuwa huyu ni mdogo wangu. Niliamua kupotezea hii mada sababu niliona tutaishia kugombana tu. Nikamwambia kwamba kazi tuliyofanya kwa leo zinatosha. Unataka kwenda kumuona mama jioni ama? Nimuuliza sasa nikaa kwenye sofa na mimi. Muda huo Michael alitokezea pale sebuleni na kuniambia kuwa ndio watatamani kuonana na mama, lakini Pendo uso wake haukuonesha hilo. Pendo bila aibu akasema kwamba mimi binafsi najisikia njaa jamani, nataka kula na kulala. Nitabasamu na kubaki kimya huku nikimtazama Michael ambaye alikuwa kama anataka kupasuka kwa hasira. Michael akasema kwamba hivi Pendo, kuna wakati ujiwazi mwenyewe hata mara moja tu Mbona unakuwa na roho mbaya hivyo? Hata mama yako yani hautaki kumuona? Michael alingoa hivyo kwa hasira. Pendo akasema kwamba wewe hebu kaa kimya. Kwa hiyo unataka yani nikae tu kimya niteseke kwa njaa? Kama hujachoka na hauna njaa ni shida zako. Mimi nakuwa mkweli tu. Pendo alimjibu hivyo Michael na kufunika macho yake akijinyosha vizuri kwenye sofa. Michael akasema kwamba nina njaa na nimechoka, lakini yule ni mama yetu ase. Pendo akasema kwamba tunatofautiana. Wewe na Mara mmeshazoea mateso na kujitesa, lakini mimi sijazoea. Michael aliinuka kwa hasira kama vile anataka kumpiga mdogo wake, lakini nilivyoona ile anataka kutokea nikasema jamani, twendeni kwa Cindy. Nilisema kwa sauti kubwa na kuwatoa kwenye mabishano yao. Nilipoona wametulia, niliendelea kuongea sasa. Nikasema kwamba nyie hatuna muda kupoteza. Tunaenda kwa Cindy kuoga na kubadili nguo, kisha mkitoka tunatoka na mabegi yanakaa kwenye gari, tunaenda hospitali kumuona mama, kisha tukitoka tunapitia sehemu kula, alafu tutaenda supermarket kununua vitu vya kujaza kwenye friji. Mmeelewa? Niliwaambia huku sasa nikinuka na kukusanya vitu vyangu tayari kwa kutoka. Pendo alilalamika akasema kwamba jamani, lakini mimi nasikia njaa, mpaka nimalize hayo mambo yote nitakuwa nimekufa jamani. Nikasema kwamba kwenda kumuona mama ni lazima. Tukitoka huko ndo tutaenda kula. Pesa yangu, sheria yangu. Nilimwambia na kuinuka, nikatoka nje nikiwasubiri watoke ili nifunge mlango. Michael ndo alitangulia kutoka huku akicheka. Na nyuma yake alifuatia Pendo ambaye alikuwa analalamika kuhusu kuishi na Idi Amini na mambo kama hayo. Sasa tulikuwa kwenye gari tukielekea nyumbani. Namshukuru Mungu mama ameruhusiwa. Leo ni tarehe 3 ya mwezi wa kwanza, angalau ninaweza kupumzika vizuri na kufanya kazi ambazo zimejaa kwenye ratiba yangu, sababu mawazo yangu hayatakuwa yakiwaza kwenda hospitali. Na hapa ni rahisi kujua anaendeleaje sababu nitampigia Michael ambaye atanieleza kila kitu. Baada ya kufika nyumbani, mlinzi ambaye nilihakikisha nimemharakisha na kufungua mlango hizo siku 5 nilihakikisha nimetafuta mlinzi na mfanyakazi, sababu najua nisipofanya hivyo bado itakuwa ugomvi mkubwa sana kati ya mama na Pendo, na atakayeisha kuteseka ni Michael ambaye hapendi kuona watu wagombana kabisa.
Nilipopaki gari na mama kushuka, nijikuta nikitabasamu nilipomwona akitazama ile nyumba kwa mshangao. Hata alipoliona gari langu alianza kwa kulishangaa kwanza kabla ya kuanza kukunja sura kama vile vyote ninavyofanya si kitu, lakini angalau hajaongea chochote safari nzima. Pendo ambaye alichagua kubaki nyumbani na dada wa kazi alitoka kwa furaha na kuja kumkumbatia mama ambaye alimsifu sana. Utadhani yeye ndo amefanya kila kitu. Mimi sikushangaa wala kulaumu kwa sababu nimeshazoea kwa sasa. Michael alisogea na kunigusa bega langu. Nilipomtazama alitabasamu na kuniambia asante. Niliitikia tu kwa kichwa na kuwaacha waingie ndani. Niliwafuata ndani ambapo dada wa kazi alishaivisha chakula sababu nilimwachia maagizo ya kupika chakula cha mchana na kilikuwa mezani tayari. Nilipoona mama ana amani na amekaa mezani kama mwenye nyumba vile, akianza kupakua chakula akiwa amezungukwa na watoto wake anaowapenda, niliwaaga tayari kwa kuondoka. Lakini Michael pekee ndo aliongea na kuniambia nisiondoke kabla ya kula. Mama akasema kwamba mwache aende bwana, atakuwa na vitu vingi vya kufanya. Mama alisema kwa sasa kinaangalia machoni kwa chuki yake ya kila siku. Nilidanganya nikasema kwamba ndio nina kikao benki ndani ya dakika 30. Nilidanganya kwa sasa nikiangalia saa yangu. Michael alinitazama kwa huzuni sana, lakini nilitabasamu tu. Pendo hakuwa hata akinitazama. Macho yake yalikuwa kwenye simu mpya ambazo niliwanunulia na Michael wiki iliyopita walipoenda kununua nguo na mahitaji ya muhimu. Nilitoka haraka na kwenda kwenye gari langu. Macho yangu yalijaa machozi, lakini sina cha kufanya. Kweli nina kikao benki, lakini sio muda huu, ni kama baada ya masaa mawili. Baada ya kuzunika kidogo, nilitoa gari langu na kuelekea kwangu ambapo nitakutana na Cindy anayenisaidia kuniandaa kwa ajili ya hiki kikao. Kwa siku ya leo nitakuwa na mwanasheria, Cindy pamoja na Devi. Ndio nimesema kwangu msikilizaji, hujasikia bahati mbaya. Nimewanunulia kina Michael vitu, sio kitu pekee nilichofanya wiki iliyopita, bali nilifanikiwa pia kupata nyumba nzuri ya hadhi ya kisanii, ya kisasa tu na inayojitegemea kabisa, lakini ugumu ni kuwa ninaishi mwenyewe. Chumba kimoja kimeshaandaliwa kwa ajili ya kuwa chumba cha mazoezi, sema hakina vyombo vya muziki kwa sababu bado vitu vyangu viko kwa chazi. Nilipofika nyumbani na kutazama simu yangu, nilikuta ujumbe kutoka kwa Michael. Mdogo wangu akiniomba msamaha kwa niaba ya mama na dada yake. Nilitabasamu na kumshukuru kwa kuwa yani ndio moyo wa Michael jinsi ulivyo. Ni mwenye upendo sana. Nilishuka kwenye gari na kuelekea ndani ambapo nilinyokea bafuni moja kwa moja. Nilikaa na kuanza kusikitika. Baada ya kuoga niliingia jikoni na kuanza kupika sababu najua hata Cindy akija atakuwa na njaa. Baadaye jioni nilirudi nyumbani nikiwa na mchanganyiko wa furaha na huzuni. Kwanza nimefunga dili la milioni 120 na benki kubwa tu hapa nchini kwa balozi wao na kutumia wimbo wangu kwa kampeni yao mpya ya matangazo. Nina furaha kwa hili, lakini nina huzuni kuwa sina mtu wa kusherehekea naye. Sina hata mtu wa kumpigia na kumweleza habari zangu nzuri ambaye ni wa familia yangu na akanifurahia. Lakini kuna Michael. Nilitoa simu yangu na kumpigia Michael, huku sasa nikijitupa kwenye kochi tayari kwa kuongea naye. Marafiki zangu walitaka twende klabu kusherehekea, lakini nina miaka 24, pombe sio mambo yangu yani. Kitu pekee ninachotamani ni kuwa mikononi mwa mpenzi wangu, kuwa na watu wa karibu kama familia. Hivyo. Basi sauti ya Michael ilisikika kwenye simu akisema kwamba Damara. Ndio alinitoa kwenye mawazo, alikuwa kwenye kelele kidogo. Nilimwambia kwamba nikajua nitakuwa nakuamsha. Nilimwambia kwa sasa nikiangalia saa inayosema ni saa 6 usiku. Michael akaniambia kwamba hapana, niko na Pendo, kuna movie hapa tunaangalia. Aliniambia hivyo. Nilimsikia Pendo akimwambia anyamaze au aende chumbani. Michael alicheka tu. Kisha nikamsikia na Pendo akicheka. Nijikuta nikitabasamu huku macho yangu yakitoka machozi. Ni mimi peke yangu nisiye na mtu wa kuangalia naye movie. Kutaniana na kucheka nikiondoa marafiki zangu. Asa Michael akaniuliza kwamba ulikuwa unasemaje dada? Nikasema kwamba hamna, nitaka tu niwatakie usiku mwema na kujua kama mama yuko vizuri. Nidanganya, lakini najisi kama ni sina nafasi katika maisha yao. Michael akanijibu kwamba asante dada yangu, mama amelala vizuri tu, kwa hiyo usiwe na hofu. Nikasema okay, usiku mwema Michael. Basi nilikata simu. Nilijikuta nikitokwa machozi bila kutegemea. Nilikuwa na upweke wa ajabu. Yaani niko peke yangu, sina familia wala mpenzi wa kuwa naye kipindi hiki. Nilijua nikifanikiwa kupata pesa nitakuwa na vyote, lakini kumbe pesa inakupa kiu ya kutafuta furaha na amani. Ni vitu ambavyo havipo katika maisha yangu kwa sasa. Sijui nililia hadi saa ngapi.
Lakini kwa kufunga dili kubwa kama lile nilitegemea ningekuwa na furaha isiyoelezeka, lakini huzuni na upweke ndio kitu pekee nilicho nacho sasa hivi. Nilipofungua macho bado nilikuwa pale kwenye kochi, lakini jua lilishachomoza. Simu yangu iliita na nilipoona jina la Cindy, niliruka kama nimepigwa shoti baada ya kuona muda. Natakiwa nikutane na wapiga picha ndani ya nusu saa. Niliinuka haraka na kwenda kuoga, lakini nilipotoka nilishia kujilaumu kwa kulia kama mjinga jana usiku sababu nimeamka na macho yalionivimba. Wakati nikiendelea kuhangaika, nilisikia kengele ya mlango na kutoka kwenda kufungua. Nilishusha pumzi baada ya kumuona Cindy. Cindy alitoa macho baada ya kuniona, akasema, "Wewe, kwa nini umevimba macho? Tena ni asubuhi jamani. Au umepata allergy?" Cindy aliuliza sasa akisogea na kutazama uso wangu. Nirudi nyuma huku sasa nikigeuka na kupanda ngazi kuelekea chumbani. Haka ka nyumba ni gorofa bwana. Basi nilimwambia kwamba nilijikuta tu nikilia jana usiku. Cindy akasema, "Hey, umelia? Kwa nini ulia usiku ambao kesho yake unapiga picha jamani? Na unajua uso wako ndo pesa yenyewe." Jamani, kwani kuna shida gani jamani Mara? Cindy alalamika kama vile nimepasua kibox chake cha makeup. Nigeuka tu na kumkata jicho, kitu kilichofanya anyanyue mikono kama kujitetea. Niliona kitu kinachong'aa mkononi mwake na kuamua tu kutulia tu. Ilikuwa ni pete nzuri sana. Kwa furaha akaniambia kwamba Devi amenivalisha jana pete. Muone, yani mnaromba nyie. Nilisema sasa nikimkumbatia kwa furaha ambayo haielezeki. Huyu ni rafiki yangu. Amevalishwa pete na rafiki yangu mwingine. Sasa nikasema kwamba tangu lini na kwa nini mkaona mnificha wakati mnasema mimi ni rafiki yenu mkubwa? Yaani na maswali mengi sana. Unajua nimewakasirikia. Lakini hongera Cindy, nimefurahi lakini nimechukia. Yaani hata sielewi nijisikie vipi, kwa hiyo anyway, mmekuwa pamoja kwa muda gani? Nijikuta hata sielewi niseme nini. Cindy alikuwa na tabasamu kubwa, akasema kwamba mimi na David tuna mwaka na nusu sasa. Hatujawahi kusema sababu, tumekuwa tunaachana, tunarudiana, tunaachana, tunarudiana. Lakini ukimpata wa kwako utajua tu. Hilo halipingiki. Cindy aliniambia hivyo. Maneno yake aliingia moyoni na akilini mwangu. Nikasema kama nilivyojua nilivyompata Chaz. Nijikuta nikisema huku uso wangu ukijaa huzuni. Cindy alinivuta na kunikumbatia, akasema kwamba Mara, nisikilize vizuri sana. Chaz hakuwa wako. Wako anakuja tu. Na niamini maneno yangu. Ukimpata utajua tu. Yaani utajua tu. Nafsi, moyo, akili hadi mifupa itajua. Kwa sasa jipe muda tu mpenzi. Nilimwambia Cindy kwamba nisamee, yani naleta huzuni zangu wakati natakiwa nifurahie. Tukimaliza kazi wewe, mimi na David tunaenda klabu. Tutaenda kupata keki nini. Lazima tusherekee. Nilimwambia kwa furaha. Cindy alinivuta na kunikumbatia kwa muda mrefu sana. Aliponiachia macho yake yalikuwa yamejaa machozi. Cindy akasema kwamba naibariki siku niliyokutana na wewe Mara. Unajua sijawahi kuwa na rafiki mwema, mwenye roho nzuri, anayeniwazia mazuri kama wewe. Yaani hauna wivu, unapenda mafanikio yangu, unanishika mkono kila wakati nikikwama. Yaani wewe ni wa pekee sana Mara, na ninakupenda kuliko chochote. Cindy alisema hivyo huku machozi yakimtoka. Alicheka kidogo na kufuta machozi yake. Aliniambia kwamba ona sasa, badala ya kukusaidia kupunguza kuvimba macho, ninaongeza tena. Nikamwambia kwamba macho yangu siji tunafanyaje sasa. Akasema kwamba uko na mimi, usiwe na shaka mpenzi. Tunahitaji green tea, barafu na matango ya kuweka kwenye hayo macho. Dakika 15 tu unakuwa kama mpya. Aliniambia kwa kutoka na kukimbia kuelekea jikoni. Nibaki pale bafuni nikicheka huku nikijitazama kwenye kioo. Nusu saa baadaye tulitoka nyumbani huku tukiwa vizuri tu. Mtu akinitazama hawezi hata kujua kama macho yangu yalikuwa yamevimba. Tuliingia kwenye gari na kuelekea eneo ambalo tutakuwa tunapiga hizo picha. Niliposhuka kwenye gari, Dave alikuwa anatusubiri. Alianza kwanza kumkumbatia Cindy kisha akanigeukia mimi. Nilishindwa kujizuia kumpiga ngumi ya kifua. Haikuwa ya nguvu sana lakini lazima tu iume kidogo. Nikasema kwamba yani wewe ni wa kunificha kweli mimi kwamba unaelekea kumvalisha pete rafiki yangu mpenzi kweli? Nimuuliza huku nikiigiza hasira. Dave alitoa macho akijaribu kutafuta maneno ya kujielezea, alishindwa. Na mimi nilikuwa najitahidi kutokucheka. Akasema kwamba Mara sio hivyo, unajua jana tulikwambia twende club lakini ukakataa. Nilitamani uwepo lakini haukuwa na hiyo nguvu jana. Kwa hiyo nisamee, kama ningejua ningesubiri kweli. Alisema kwa kijaribu kuchukua mkono wangu. Nilitamani kuendelea kuigiza lakini roho yangu iliuma, hivyo nilisogea na kumkumbatia huku nikicheka. Nikasema kwamba
Unafurahisha sana ukiwa unajitetea. Hongera sana rafiki yangu. Lakini kama nilivyomwambia mwenzako, yani mmenikosea sana. Kuwa na mahusiano ya siri hadi kwangu jamani. Lakini leo jioni nikimaliza ratiba zangu tunaenda klabu. Niliongea hivyo, Devi alikuwa anacheka tu. Devi akasema kwamba lakini Mara, kesho na press na waandishi wa habari ujue. Nikasema kazi ni mchana bwana. Kwanza kazi itajijua tu yenyewe bwana. Leo siku ni kusherehekea na tutakula bata hadi tubebwe. Nilimwambia hivyo Devi kwa furaha na kuanza kuelekea ndani. Msikilizaji, hayo maneno najutia sana. Hasa muda huu nikiwa mbele ya waandishi wa habari na kichwa kinachouma kama kinataka kupasuka kutokana na kunywa jana. Nilikuwa nawaza nini nilipokunywa kama mlevi, wakati hata mimi sijazoea pombe. Nimeamka masaa mawili yaliyopita, angalau macho hayajavimba kwa sababu Cindy alinifanyia miujiza kama ile ya jana, lakini hapa nilipo nahisi kama vile ninaweza kuanguka na kuzimia. Hii pesa ya benki ya watu inataka kunitoa roho. Sitarudia tena kunywa siku moja kabla ya kazi. Huo ujinga sitaurudia maishani. Nilipotoka kwenye kikao na waandishi wa habari, kuna mahali tulihitaji kufanya ziara kama benki na mimi nikiwa kama balozi wao nilihitajika kuwepo. Hivyo tukiwa kwenye gari, Cindy alinipatia Fanta Orange ya baridi sana ambayo ilinisaidia kidogo. Kisha nikashushia na dawa za maumivu. Kwa kweli sijui niliwezaje kufanya majukumu yangu ya ile siku, lakini nilipomaliza ile ziara na kuingia kwenye gari ambapo Cindy alikuwa amelala. Sio mimi tu mwenye maamuzi mabaya, tupo wengi. Nijikuta nikimcheka hata kama hali yangu ilikuwa mbaya pia, lakini nilimpiga picha na kuzitunza kwenye simu yangu sababu najua nitazihitaji. Nilipofika nyumbani sikuhitaji kujua chochote, nilielekea moja kwa moja kitandani. Sasa kulipokucha angalau nilikuwa na nafuu kubwa sana. Kwanza nilifanikiwa kuamka mapema na nilikuwa na kipindi studio ambapo nilihitaji kurekodi wimbo kwa ajili ya kampeni ya benki. Angalau leo nina sababu ya kupoteza muda na rafiki yangu kipenzi. Hivyo nijiandaa na kutoka kuelekea studio moja kwa moja. Nilipofika nijikuta nikipata kigumizi kidogo baada ya kumkuta Max studio akiwa anapiga story na Kesi. Angalau leo sikupata ule mshtuko na kuanza kulia, lakini sikutegemea kuwa wao ni marafiki. Na sikuweza kuzuia hasira iliyojaa usoni kwangu. Niligeuka na kutoka niwapishe waongee. Hata Kesi aliponiita sikukubali kuingia. Nakataa kukaa chumba kimoja na huyo muuaji. Nikiwa pale kwenye corridor, Max alikuja akitokea kule studio. Alinisalimia lakini mimi sikuitikia. Nilimpita kama sijamuona, lakini alindaka mkono wangu. Max akasema kwamba Mara, nisamehe sana lakini inabidi ujifunze kuniona na tuweze kufanya kazi pamoja kwa sababu mimi na Kesi tupo kwenye mahusiano sasa. Aliposema hayo maneno tumbo langu linikata kwa hofu. Sio juu yangu lakini ni juu ya Kesi. Hajui kuwa anaingia kwenye mahusiano na mnyama kama huyu. Na pili, itamchukua muda gani Max hadi kumfanyia Kesi unyama kama alionifanyia mimi? Basi nikasema kwamba mimi sihitaji kujifunza wala kuzoea kukaa chumba kimoja na wewe. Nitakapoingia utatoka wewe. Hebu kwanza nipishe. Nilisema kwa ujasiri mkubwa ambao ulichangiwa na hasira yangu, lakini moyoni ilikuwa nina hofu ambayo haielezeki. Baada ya kufanikiwa kuingia kwenye chumba cha studio ambapo Kesi alikuwa ananisubiri, nijitupa kwenye kochi na kuanza kuhema kama nimetoka kukimbia kilomita kadhaa. Basi Kesi akaniambia kwamba Mara, mbona upo hivyo? Kesi aliniuliza sasa akija kukaa pembeni yangu. Nilitulia kidogo japo ilichukua dakika kadhaa, lakini nilitulia nikisema kwamba Kesi tufanye kazi kwanza. Nilimwambia sasa nikikwepa kujibu swali lake. Nataka kumueleza yote kuhusu Maxi. Lakini najua nikimwambia kabla hatujafanya hii kazi, basi hatutaifanya kabisa kazi yetu. Hivyo itakuwa vizuri kama hili litaisha kwanza. Basi bwana. Kesi alijaribu kunihoji lakini sikubadili jibu langu. Hivyo ikabidi akubaliane na mimi tufanye kazi kwanza. Baada ya kumaliza kazi na wimbo wote kuwa vizuri, Kesi alinikalisha huku akinihoji. Uso wake wote ulijaa wasiwasi. Nikasema kwamba Max ameniambia mko kwenye mahusiano. Kwa hiyo mimi sifikirii kuachanisha, lakini sitaweza kuendelea kuja hapa kama nitajua nitakutana Max. Kesi akauliza kwa nini? Ameshawahi kukuambia kuhusu marafiki zake watatu, yani Victor, Rich na Kevin? Ya, ninawafahamu, ni marafiki zake kuanzia kipindi cha chuo. Wewe umewajuaje? Kesi aliuliza huku akitabasamu sasa. Moyo wangu ulivunjika kabisa. Kama walikuwa pamoja kuanzia chuo, watakuwa wamewadhuru wanawake wangapi? Nilishusha pumzi kabla ya kuanza kumuelezea kila kitu kuhusu ule usiku, huku nikishindwa kuzuia machozi na kigumizi kilichonitawala.
Sikuwa na nia ya kuharibu mahusiano yao, lakini natamani kumuokoa asije akaingia kwenye mtego ambao niliingia na mimi pia. Hadi nimemaliza kuongea kuhusu ule usiku, nilikuwa nikitetemeka kwa zile kumbukumbu zote zilizojaa akilini, lakini Kesi alikuwa amekaa chini huku machozi yakimtoka. Kesi akasema kwamba Mara, naomba uniambie unatania na unanidanganya. Mbona Max ni mtu mzuri hivyo? Kwanza nishangaa kwa jinsi ambavyo aliniamini haraka. Nilimwambia Kesi kwamba hata mimi ningesema hivyo kuhusu Chazi kwenye zile siku za kwanza za mahusiano yetu, lakini hebu tuone leo. Tazama siku ya leo, hakuna anayeongea na mwenzake. Nilimwambia huku sasa nikikausha macho yangu, angalau sikuwa nalia tena. Kesi akasema kwamba Max huyo mpuuzi. Sikujua kama kuna watu wanaweza kuwa wanyama hivyo jamani. Nilijua watu wenye roho mbaya angalau wanakuwa na sura mbaya au tattoo. Lakini ukimwangalia Max ni kama yule kaka yake wa kanisani mpole jamani. Kesi alisema na kunifanya nicheke. Kesi akasema usicheke, yaani unajua nimeshtuka sana Alisema huku sasa akijinyosha kutoka pale chini. Machozi yote amesahau. Nilimweleza kwamba ndio mimi nimekuambia usije ukaingia kwenye mtego wao. Kesi akasema nisije nikaingia kwenye mtego wao. Wao ndo waangalie wasiingie kwenye mtego wangu. Halafu Mara, hivi kwa nini ulipotezea hilo badala ya kuwashtaki wapumbavu? Lazima walionje joto. Hawezi kuendelea kuishi kwa amani wakati wewe kila siku ukiona unateseka. Kesi alisema hivyo, nikasema kwamba sasa Kesi nitafanya nini? Sina chochote cha kufanya. Mimi sikuwa na ushahidi wowote. Na sasa ni karibia miaka 4. Kwa hiyo sidhani kama kuna ushahidi wowote hapo. Nilimwambia kwa upole. Kesi alitulia kidogo. Akasema kwamba mimi siwezi kuongea kwa pupa hivyo. Kwa hiyo naomba nipatie muda, lakini asante sana kwa kunitaarifu sababu nilikuwa nazama haraka kwa nani tena ni kwa kasi mno. Aliniambia kwa kitabasamu. Nijikuta nikicheka pia. Nikasema kwamba Max ana huo uwezo wa kukufanya umwamini hata kama ni kwa usiku mmoja tu. Kwa hiyo kwa wewe ambaye umepata muda mrefu na kuelewa kabisa. Kesi akasema kwamba yani miezi 2 tumekuwa pamoja kwa miezi 2 tu na nahisi kama ninaweza kupaa. Lakini maisha ndivyo alivyo, wazuri wa sura ni wakatili kama Max. Na wengine wameoa au wana wapenzi tayari, alafu hata wabaya basi hawapatikani. Yani ni kama vile unajua sionekani. Kesi alisema, na kwa mara ya kwanza nilibaki nikimshangaa. Kesi ni mwanamke mrembo. Na kwa jinsi alivyo mchangamfu sijawahi kudhani kuwa ana changamoto ya kupata wanaume. Nikasema kwamba wanaume wote duniani watakuwa vipofu kama hawakuoni. Wewe ni mrembo sana. Mimi na uhakika mtu wako anakuja, Muangalie Cindy. Nani alijua kwamba mtu wake angekuwa Devi? Kesi alishusha pumzi kidogo akasema, ndio naelewa kabisa, lakini nakaribia miaka 30. Unajua kuna muda najikuta nawaza huenda nitaishia kuwa mwenyewe tu hadi mwisho wa maisha yangu. Ndio maana Max alipotokea mimi sikuwaza mara mbili. Niliona hii ndio nafasi ya mimi kuonekana, lakini kumbe haikuwa hivyo. Kwa nini mtu yeyote anayekuja labda awe anataka tu kunitumia au awe mume wa mtu? Au labda amefiwa na mke wake au ndo kama hivi sasa jamani, unajua nimejichokea tu yani kila mtu anayekuja kwangu anakuwa na sababu zake. Kesi alisema kwa masikitiko. Nilimkumbatia nikasema kwamba kila kitu kinakuwa sawa mpenzi, usijali. Nilimwambia sasa mawazo yangu akirudi kwa Chazi. Baada ya dakika chache tulikuwa vizuri tena. Huzuni zote tumesahau na kurudisha akili kazini. Nilimaliza siku yangu yote pale studio, lakini hadi nilipotoka wimbo ulikuwa tayari kupelekwa kwenye maredio kwa ajili ya hiyo kampeni ya benki. Kulipokucha niliona ni wakati maalum mimi kwenda kuonana na Chazi. Sio kwa ajili ya mazungumzo yote yale, lakini kwa ajili ya kuchukua vitu vyangu. Hivyo nilichukua simu yangu na kumtafuta ili kumjulia hali na kumuuliza kama nitaweza kumkuta nyumbani ili niweze kuchukua vitu vyangu. Basi kwa upole kabisa alipokea simu yangu. Mara, nimefurahi umenipigia. Asante, unaendeleaje Chazi? Mimi nipo vizuri kabisa. Habari yako wewe? Namshukuru Mungu niko salama. Hongera, nimeona dili lako na benki. Nimefurahi sana umeweza kusimama. Unajua nilijua kuanzia mwanzo kuwa wewe ni mwanamke wa tofauti. Na kama ningeweza kubadili hii miezi kadhaa ya mwisho, ningebadili Mara. Nisamehe sana kwa yote. Unajua kipindi hiki nimepata nafasi ya kufikiria vyote ambavyo nimekufanyia. Nimekukosea sana. Sijui kama utaweza kunisamehe. Hakuna shida Chazi, usiwaze kuhusu hilo. Nimeshakusamehe. Nilikuwa nahitaji tu kujua kama upo nyumbani ili niweze kufuata vitu vyangu. Ndio nipo. Nilikusaidia kuvikusanya vitu vyako na kuvipaki. Nipo nyumbani. Sawa, asante sana Chazi.
Usiongee Mara, ni kitu kidogo tu ambacho naweza kufanya ili kuonyesha namna gani nahitaji msamaha wako. Niambia hivyo tena. Nitulia kidogo huku sasa nikitafuta neno la kumwambia. Sikutegemea kama Charles angekuwa mkarimu hivi. Kwanza nilijua ingekuwa ni ugomvi mkubwa, lakini Charles amekuwa mkarimu sana hadi naogopa. Okay sawa, nitakwambia nikiwa naelekea huko. Nilimweleza na kumwaga kisha nikakata simu. Niliamka na kuanza harakati zangu za siku huku nikipanga kutoka ikifika saa 4 ili niweze kwenda kwa Charles na kuhakikisha kila kitu changu kipo tayari kabla ya kumpigia Devi ili aweze kuja na gari la kuhamishia vitu. Kilichotokea huko kwa Charles. Kilichotokea huko kwa Charles. Nani anataka kumuona Mara akirudi kwa Charles? Maana inaonekana Mara sidhani kama atapindua kwa Charles, sidhani. Lakini je, ulitarajia mama angekuwa na shukrani ya namna hiyo mara baada ya kuamka? Je, ungejibua hivyo na mama mara baada ya kuamka hospitali? Ungekuwa wewe ndio Mara, ungechukua maamuzi gani mpaka dakika hii kwamba umepanua kwa miguu yako, umechovya huko wewe, pesa zimepatikana ndio unajileta hapa kuonekana umenitoa kijijini umekuja kunihudumia hospitali? Wewe ungejisikiaje? Ungechukua maamuzi gani? Naomba nione comment yako msikilizaji. Wewe ungekuwa Mara alafu mama amekwambia vile, yani kujitoa kwako kukosana mpaka na mameneja wako, alafu leo anakujibu ni kielele chako kupanua miguu na kujidai kuja kunisaidia hapa, kwani nilikuomba? Ungetuacha tu tuendelee kubakia huko. Watu wana moyo sana. Msikilizaji, muda wote ulikuwa nami Lucas Lumbas, mtayarishaji wa hii simulizi ni Chuchu. Kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tukutane sehemu inayofuatia. Bye bye.